Na kusalimu kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Najua tunapokuja nyumbani mwa Mungu tuwe na ufahamu wa kujua kwamba tumekuja kwa Mungu. Kwa hiyo tunapomshangilia, tunapomwimbia, tunapomtukuza, tunamaanisha tunafanya nini? Tunafanya ibada kwake. Haleluya. Ndio. Na ndugu zangu, sio kila wakati Mungu anatupa neema na nafasi ya kuja kufanya ibada ya mkusanyiko namna hii. Sio kila wakati. Uliza hata Biblia, sio kila wakati walikuwa wanakusanyika. Lakini siku walipokusanyika, unaona Mungu anatokezea. Kwa nini anatokezea? Kwa sababu wamekwenda maalum kumtaka Mungu. Kwa hiyo na sisi tunakuja hapa kimaalum kumtaka nani? Basi, haleluya. Kwa hiyo huwa tunamaanisha tunachokifanya ili atuhudumie. Unapotoka wiki nzima, unapokuwa kwenye shughuli zako, Mungu anajua watu hawa wameniabudu, wamenitumikia, nimeondoka pamoja nao. Huko tunaona matokeo ya kile alichokuwa amekuja kumwabudu. Naomba uketi. Na nichukue nafasi hii kumkaribisha kila mmoja. Kama tutakuwa tayari useme amina. Tuko tayari? Kama uko tayari, chukua Biblia yako na notebook yako ama daftari lako. Leo ni siku ya matamko. Nashukuru kwa wale ambao wanatufuatilia kwa njia ya mtandao mahali popote walipo, wakiungana pamoja na sisi hapa Vuka Yordani kwa ajili ya kujifunza. Kila itwapo leo, Mungu ana njia za kusema na kanisa lake. Lengo, Mungu awe karibu na watu wake. Mungu anapozungumza pamoja na kanisa ni kwamba anakuwa karibu na watu wake. Mtu yeyote anayezungumza na mtu mwingine anamkaribia, si ndio? Kwa na sisi Mungu anapotupa neema ya kusema nasi, maana yake ametukaribia. Anatufundisha, anapotukaribia, anatuelekeza yapasayo, anatuonya, anatutahadharisha, na tunabaki kuwa salama kwa yale ambayo anayafunua kwetu. Kwa kuwa leo ni siku ya matamko, kama unaandika, tunaweza tukajifunza juu ya imani ya kimungu. Imani ya kimungu. Imani ya kimungu ikiwa ndani ya mtu huwa hainyamazi, inajifunua. Imani ya kimungu ikiwa ndani ya mtu, maana tunajua kimsingi mtu anapookoka ama anapokuwa Mkristo, Mungu anaachilia imani ya kumwamini yeye. Ndio maana kwa hiari ya moyo wa mtu anaamua kumkiri Yesu Kristo kuwa Bwana. Na baada ya hapo nakuta huyo mtu anamwabudu Mungu katika roho na kweli. Anamfuatilia kwa sababu anamwamini, anamtegemea. Ile kumtegemea, kumfuata ni imani. Haleluya. Na ndio maana ukisoma Yuda ina sura moja. Yuda moja, ule mstari wa 3 tunaweza tukaangalia hapo kwenye Agano Jipya. Kitabu cha Yuda kiko karibu na Ufunuo. Yuda moja mstari wa 3, Biblia inasema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuwaandikia habari ya wokovu. Kuwaandikia habari ya nini? Ambao ni wetu sisi sote. Na lione imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Naweza kusema imani ni mbegu ambao Mungu anaiweka ndani ya mtu ili imani ile
kadri inavyoendelea kukua ndivyo ambavyo inazalisha matokeo ya kile ambacho Mungu alitaka yatokee kwako. Imani ni kama mbegu. Yesu alitoa mfano katika kitabu cha Marko, anasema mtu akiwa na imani ndogo kama punje ya haradali, atauambia mlima huu ng'oka, utupwe kule baharini, nayo itakuwa hivyo. Anaongelea juu ya imani. Kuna mtu mmoja pia akakutana na Yesu, alafu Yesu akasema, sijaona imani kubwa namna hii katika Israeli. Kwa hiyo imani inaweza kawa ndogo na inaweza kukua. Tunaenda sawa eh? Maana maneno yote Yesu aliyasema. Biblia inasema chanzo cha imani ni Yesu mwenyewe. Kitabu cha Waebrania 12 na ule mstari wa 2, tuangalie hapo. Nimetaja vitu vitatu kwa haraka, nataka kuvithibitisha kwa neno la Mungu. Nimekuambia imani ni kama mbegu inayopandwa ndani ya moyo wa mtu, ambao Mungu akiangalia anatamani ipanuke. Tunaenda sawa? Ndio maana nikanukuu kwenye Marko, anasema hivi, ujapokuwa na imani ndogo kama punje ya haradali. Anasema ijapokuwa na imani ndogo kidogo kama punje ya nini, ungewaambia ule mlima. Ina maana kama huna imani yenye kiasi kidogo, huwezi ukafanikiwa kuokoa mambo yako, ama kufanikiwa kuona mambo yako ama yale ya Mungu kutokea. Tunaenda sawa? Sasa tuanze. Imani ina chanzo chake, na chanzo chake ni Yesu Kristo. Maana tumeambiwa tuishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu sio mara mbili, mara moja tu. Tunaenda sawa ndugu zangu? Nimekaambia tuanzie kwa nani? Kwa Waebrania. Sema Waebrania 12. Ndio. Waebrania 12, anza mstari wa 2. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Umeona eh? Anaanzisha na mwenye kufanyaje? Hapo ungesema anaweka mbegu ya imani, alafu anaikuza. Ndio inayetoa ishara ya kuleta matunda. Kuna mtu ananielewa? Mstari unasema hivi, tukimtazama Yesu, manake tukimtegemea Yesu, ndio eh? Mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza nini? Imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake amestahimili msalaba na kudharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Sasa mstari wa 3 anaanza kusema mtafakarini yeye. Imani ni mbegu ambayo mtu akiokoka ama akimwamini Kristo kama mwokozi wake, Mungu anaachilia ile mbegu ndani ya nini? Ya roho yake. Kama vile unavyoona mbegu inaweza kapandwa kwenye shamba, mvua ikanyesha, na mwenye kupanda ile mbegu akawa na hakika 70% ndani ya siku 5 ya 6 mbegu hii itaanza kufanyaje? Kuchipua. Ndivyo ambavyo Mungu naye kwa msaada wa kulisaidia kanisa ama watoto wake. Ndio maana kanisa linaitwa ni mwili wa Kristo, ni viungo katika mwili wa Kristo. Huwa haliokoi tu analiacha, analipa mbegu ya imani. Sasa mbegu hiyo, kabla sijakwambia inafanyaje kazi, ukikosa huwezi kufanikiwa katika kiwango ambacho Mungu anataka ufanikiwe. Hapa tunaona Yesu ni mwanzilishi na mwenye kukamilisha nini? Kitu kinachoanzilishwa si ndio source, si chanzo. Kwa hiyo yeye ndio chanzo cha imani yako, ndio chanzo cha imani yangu, kumwamini Mungu. Tunaenda sawa eh? Kwa hiyo nilisema hivi, imani inaweza kapandwa kama mbegu, yani anaanza. Hapa tunasema Yesu ni mwanzilishi na mwenye kukamilisha. Si tunaenda sawa? Siku moja akakutana na Mwisraeli moja, Myahudi moja, akamwambia Yesu, akamwambia
sijaona imani kubwa namna hii katika Israeli. Ni yule mtu ambaye somaji wa Biblia wanaelewa, alimwambia mimi ni mtu mwenye mamlaka. Alikuwa ni kama askari, mkuu wa maaskari. Akamwambia nina mgonjwa, kijana wangu hawezi, nitabani yuko nyumbani. Yesu akamwambia nitakuja nimponye. Alafu yule amiri wa jeshi yule akasema hivi, haistahili wewe kuja kuingia kwenye dari la nyumba yangu, sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Yesu akashangaa akasema, sijaona imani kubwa namna hii katika Israeli. Tunaenda sawa eh? Kama anamwambia sijaona imani kubwa, kwa hiyo imani huwa inapanuka, inakuwa kubwa. Kwa hiyo kama imani inapanuka kuwa kubwa, maana yake ilikuwa ndogo. Lakini Yesu ndio anasema yeye ndio mwanzilishi wa nini ndugu zangu? Wa imani. Kwa hiyo haijalishi kiasi ukitaka imani yako ikue, inamtaka ufanye ushirika na Yesu mwenyewe. Ndio mwenye kuweka na ndio mwenye kukuuza. Tunaenda sawa eh? Sasa nisikilize. Wako watu wengi ambao wameshindwa kuvuka katika mambo mbalimbali kwa sababu ya kukosa imani. Siku moja Yesu amepanda kwenye boti, wanavuka mpaka ng'ambo. Maji yakazidi, mafuriko yakaanza, tufani zikaanza, chombo chao kinapigwa huko na kule. Biblia nasema Yesu akaenda kajistiri chini ya yule mtumbwi ama chini ya ile chombo, mpaka wakaanza kumlaumu. Mwisho wakamuinua au wakamwamsha, alikuwa amelala. Wakamwambia, Bwana, hauoni kwamba tunaangamia? Manake inuka, wacha kutega kazi, njoo tusaidie. Wewe ukifika huko ng'ambo utatusaidia magonjwa na matatizo mengine, lakini kwenye maji huku hautakiwi uzembee, njoo tusaidiane huku, vinginevyo tutapotea wote. Yesu aliposimama, cha kwanza aliwaambia, imani yenu iko wapi, enyi wenye imani haba? Imani wanayo lakini ni haba. Ndipo akaukemea upepo na dhoruba, vikatulia. Kwa hiyo tunapojifunza juu ya imani, kuna watu ambao wameshindwa kuvuka kwa sababu hawana nini ndugu zangu? Imani. Na Biblia tu inatuambia pia imani chanzo chake ni kusikia. Ikiwa ndani umeokoka, ni Mkristo, ndani yako na imani ya kumsikiliza Mungu, iwe ni madhabahuni, iwe ni nyumbani kwako, kunachopaswa kufanya kuhakikisha moyo wako unamtegemea Mungu 100%. Na unapomtegemea Mungu, Mungu atashusha neno kwa imani ulionayo. Mungu hashushi sauti yake au neno lake wakati huna imani. Warumi 10:17 inasema hivi, imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Si Biblia imeandikwa hivyo? Imani chanzo chake ni nini ndugu zangu? Kusikia. Na kusikia huja kwa neno la nani? La Kristo. Hapa moja, ngoja kuambia, imani ndio maana naongelea imani ya kimungu. Pia kuna imani ya mashetani, kuna imani ya wachawi, kuna imani ya waganga. Wanajua wanamwamini nani? Shetani. Lazima naye wana kiwango cha kumwamini na kumkiri na kumsujudia atokezee. Tunaenda sawa? Sasa ya imani ya kimungu iko wazi. Biblia inasema hivi, Yesu ndiyo mwanzilishi na mwenye kukamilisha nini? Imani yetu. Sio kitu kingine, ni Yesu. Alafu unapoitegemea Mungu atanijibuje? Anasema imani chanzo chake ulionayo ni kusikia. Ili ikue, ili ipanuke, chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la nani? La Kristo. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Wao umeonaga wanasema Mungu anatembea, upako unatembea, si ndio? Mnaposema upako unatembea, maana yake nini? Maana yake Mungu anajifunua ama kupitia mtumishi wake, anapolinena lile neno, nguvu ya Mungu inashuka. Mungu anakaa kwenye neno.
na anapoona watu wameamini kile anachosema, ndipo Mungu anapojifunua na kupanuka kwa watu, maana yake kuhudumia watu. Kwa hiyo imani tulionayo ni imani ya Kristo, na imani inayofanya kazi ni imani ya Mungu anayejifunua. Ngoja niseme neno hili litakusaidia tunapojenga msingi. Umenisikiliza? Unapataje uhakika kwamba, kwa mfano unaumwa? Toa mfano, unaumwa. Unapataje uhakika kwamba napona? Bado unaumwa, lakini unapataje uhakika kwamba nitapona? Mpaka imani ya Mungu iliyo ndani yako jidhihirishe kukuonyesha, hata kama sasa bado unaumwa, lakini muda si mrefu utapona. Sikilize kitabu cha Waebrania sura ya 11. Waebrania sura ya ngapi? Wakorinto wa kwanza, pale anaposema imani ni kuwa na uhakika. Ni Waebrania au Wakorinto? Waebrania, asante. Waebrania ngapi ndugu zangu? 11 mstari wa kwanza inasema hivi: basi imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Sasa twende polepole. Nimekwambia hivi, kwa mfano wewe ni mgonjwa, huo mfano wa kwanza. Mfano wa pili, wewe una kesi. Si unaona watu wanakuwa na matatizo, wanakuwa na kesi, si ndio? Una kesi kwa mahakamani, kibinadamu kabisa. Sasa ukiwa na kesi haimaanishi kwamba wewe umeshtaki mtu au umeshtakiwa. Mtu anaweza akainuka akashindwa kukuelewa, mkashindwa kuelewana, mwisho atakupeleka kwenye vyombo vya sheria, si ndio? Umeshtakiwa na kesi na nguruma. Lakini wewe unamwamini Mungu. Unapataje uhakika kusema hata kama hii kesi na nguruma ninakwenda kushinda? Unapataje uhakika? Kwa imani ya kimungu unayemtegemea. Mbingu huwa inajifunua kwa mtu kwa namna yeyote, inakupa uhakika kwamba hata kama unaona kesi bechacha unakwenda kushinda. Hata kama magonjwa unaona yanatishia mauti, lakini imani inakuambia hata kama unaona sasa hivi unakaa kama unaoza, unakwenda kupona. Kwa nini? Biblia inasema hivi, imani chanzo, inasema imani ni kuwa na nini? Anasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Maana yake anapoza mwenye kupata hakika si yule aliyenayo, si yule mwenye imani. Sijui kama naongea na mtu anaelewa. Mungu hafanyi kazi kwa namna ya nadharia kibinadamu. Mungu huwa anasema jambo ndani ya mtu kabla halijatokea. Umenielewa? Ngoja nikwambie. Kitabu cha Isaya 42 anasema hivi, kabla halijatokea nafanyaje? Nawapasha habari. Anawapasha wapi? Kabla halijatokea, maana yake anakuambia linakwenda kutokea kitu fulani wakati halionekani. Kuna mtu anaelewa kitu nasema? Hiyo ndio imani ya kimungu. Mtumishi anasimama, mtakatifu anasimama, anasema wala usilie, hii kitu kinakwenda kuondoka. Kinaondoka saa ngapi? Ondokaje? Itakuwa kuaje? Yeye anayepata uhakika, mbingu inamwambia kitu hiki kinakwenda kuondoka, na baada ya muda unaona anathibitisha kinaondoka. Imani, unaweza kusema imani ni mlango wa muujiza unaofanya kazi ambayo hakuna mtu anaweza kuzuia. Hapa anasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Watu wengi wanatamani hivi imani yao litokee jambo ndipo ambapo aseme Mungu ametokea, nimemwamini. Huyo atakuwa sio Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Paka litokee ndio uamini, sio imani ya kimbingu. Imani ya kimbingu unaelewa mambo kabla hayajatokea. Ndio maana Biblia inasema kitabu cha Isaya 42 mstari wa 9. Isaya 42 mstari wa 9. Isaya 42. Kwa kuwa nimetaja, ngoja tuangalie. Alafu tutarudi hii Waebrania. Mwambie mwenzako tunarudi mpaka kwa Waebrania tena.
Twende kwenye Isaya. Isaya ngapi wana wa Mungu? 42. Fungua haraka haraka bwana. Isaya 42. Isaya 42. Tutafute ule mstari wa 9. Tazama, mambo ya kwanza yamekuwa, nami nayahubiri mambo mapya. Kabla haijatokea na wapasheni habari zake. Kabla hajafanyaje? Sio yametokea ndio anakupasha. Hiyo sio imani. Kabla hajatokea na wapasheni habari zake, kwamba yanakwenda kutokeaje. Ndio maana mtu anashinda kesi kwenye ulimwengu wa roho kabla hajatokea kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Anakwenda kifua mbele, anasema hata kama inanguruma hii kesi, nataka nikuambie mimi ni mwisho wake ni mshindi. Ni tabia ya imani. Yesu anasema hivi, mimi nimeushinda ulimwengu, na ninyi jipeni moyo, maana mtaushinda. Umetangaziwa kushinda kabla hujashinda. Maana yake unatakiwa kuamini, ndipo Mungu afuatilie lile neno. Haleluya, haleluya. Sasa rudi kwa Waebrania. Waebrania. Kama umeanza kunielewa sema amina. Kama bado sema bado. Kama una balaa blue vumilia. Waebrania 11, si ndio? Mstari tulisoma ngapi? Wa kwanza. Waebrania 11 mstari wa kwanza. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Unaona Kiswahili kimenyoka kijanyoka. Ni bayana ya mambo yasiyo. Kwa hiyo nikikaa mimi na wewe hapa hatuoni chochote kama mvua inanyesha. Lakini hapa alafu Roho Mtakatifu labda anaweza kusema ndani ya mtu kwa imani, anasema mvua inaenda kunyesha. Lakini ukiangalia ni kweupe. Nani aliona hivyo kwa imani? Mtu mmoja alikuwa anaitwa Elia. Si unamkumbuka Elia? Wakati ambapo katika Israeli mvua haijanyesha miaka mingapi? Miaka 3.5. Mwisho tunaona baada ya kutengeneza sadaka zile na wale manabii wengi wa Baali wakatengeneza nao sadaka zao, msimamizi mkuu siku hiyo, mwenyekiti alikuwa ni mkuu wa nchi ambaye anaitwa Ahabu, si ndio? Mwisho Mungu wa nani alitokea? Mungu wa Elia. Pamoja na Mungu wa Elia kutokea, alafu akawaua manabii wote wa Baali. Mwisho nini kilitokea? Watu waliondoka wakamwamini Mungu wa Elia, si ndio? Sasa baada hapo, angalia, Elia hakuondoka, alienda mlimani kwenda kumtafuta Mungu ili mvua irudi. Kwa nini? Mungu ndio alimwambia kwamba mvua haitanyesha miaka 3.5 mpaka kwa neno langu. Si ni sawa? Kwa hiyo alikuwa anamtafuta tena Mungu ili Mungu amsemeshe aweze kusema. Umenielewa? Inamaanisha nidhamu ya imani haitaki umtangulie Mungu. Inahitaji kila wakati umsikie Mungu ndipo useme yeye atokee. Tunaenda sawa? Ukimtangulia Mungu imani yako inakufa. Mungu hatakagi wajanja, anataka wanyenyekevu. Tunaenda sawa? Alipokwenda kuomba, mtumishi wake akamwambiaje mtumishi wake? Akamwambia nenda upande wa mashariki ukaangalie nini kinatokea. Alikuwa ameanza kuona ishara lakini bado hajapewa. Alafu aliporudi akamwambia nenda mara ngapi? Nenda mara 7. Ukienda urudi, na ukirudi hapo usinisemeshe. Nenda tena mpaka urudi hapo. Maana yake alikuwa anatengeneza namna ya kumwamini Mungu yule mtumishi wake. Lakini yeye alikuwa amejua ishara kwamba Mungu atatoa ishara ya wingu upande wa mashariki. Kwa nini hajamwambia nenda upande wa magharibi? Kwa nini hajamwambia mtumishi wake nenda angalia upande wa kusini? Alimwambia nenda upande wa nini? Na alipokwenda upande wa mashariki anakabiliana na bahari. Alipoenda mara moja akarudi, mara ya pili, mara ya 7 alipokwenda akaona wingu linatoka baharini kama nini? Kama mkono. Alikuwa anakuja kudhihirisha katika mwili yeye ameona nini. Maana huyu mtu imani yake ilikuwa haifanyi kazi, lakini huyu anayeomba alikuwa anajaribu kumsaidia ili aboosti imani yake. Na nataka kukwambia, ukikaa na baba wa kiroho ambao unajua na neema ya Mungu, unatakiwa, kuna mambo nitakutajia mawili. Cha kwanza, lazima umsikilize maneno yake, maana yale maneno sio ya kwake, ni ya Roho Mtakatifu. Anapoyasema Mungu anatokezea, maana yake wewe utapataje imani ya namna hiyo ili Mungu awe upande wako? Wengine hawajaelewa, utaelewa pale mbele kidogo.
utaelewa mbele kidogo. Kwa nini mtu anatamka hapa, mtu aliyeko taifa lingine anapona? Kwa nini wewe hapa uponi? Kwa nini yule mwingine ambaye anakusikiliza hata kwa njia ya redio, kwa njia ya TV, kwa njia ya audio, kwa njia ya kanda, leo wanaitaga dini, kwa njia ya flash, anapokea miujiza, wewe ukiwa hapa upokei? Tatizo si kwamba humwamini Mungu. Imani yako, muunganiko wako wa imani, inawezekana una imani lakini ni haba. Una imani lakini imekufa. Una imani lakini imeingiliwa na kitu fulani. Ndio maana watu wa namna hiyo hawaangalii Mungu anasema nini ndani ya mtumishi, anaangalia atapataje nafasi ya mtumishi kumkaribia, nimwambie mambo yangu. Hamkaribii Mungu amwambie mambo yake, ili Mungu achukue nafasi ya kumkamata mtumishi kinywa chake, aseme kile ambacho ni majibu yako. Hujanielewa? Tanielewa polepole. Sikiliza. Mtu yuko kwenye taifa lingine, mkoa mwingine, mhubiri anahubiri hapa, alafu anapoomba ambotamka, mtu mwingine anapata majibu, na baada ya muda anatuma voice yake kwenye mtandao, anasema Mungu amenitendea moja mbili, kwa sababu mhubiri huyu alikuwa anafundisha juu ya jambo fulani, nguvu ya Mungu kanifungua, nguvu ya Mungu kanifanya hivi. Si umesikiaga hayo? Kwa nini huyu ambaye amekaa karibu na mhubiri hapokei? Tatizo imani. Tatizo sio kumwangalia sura ya mtu, tatizo ni imani. Yeye imani yake ameelekeza labda kwa huyo mhubiri, au ameelekeza kwa Mungu aliye ndani ya mhubiri. Kuna vitu tofauti viwili. Unaweza ukaelekeza imani yako kwa Mungu aliye ndani ya mhubiri ukapata majibu yako. Unaweza ukaelekeza imani yako ndani ya mhubiri na sio Mungu ndani ya mhubiri, huwezi kupata majibu yako. Yule ambaye yuko mbali hana namna. Yuko mbali kiusafiri, yuko mbali kimacho yake, lakini kutumia vyombo vilivyopo anamwangalia yule mtumishi. Hamwangalii yeye, anamwangalia Mungu anasema nini ndani ya yule mtumishi. Anaunganisha imani yake. Ghafla unaona yule mtumishi anageuzwa, anaanza kutamka vitu ambavyo viko kwenye shida ya yule mtu. Yule mtu naye anasema, Mungu, hiyo shida ni ya kwangu. Mungu, hilo jambo ndio nilikuwa ninaomba. Baba, hilo ndio nilikuwa naomba. Alafu nasikia Mungu anasema fanya jambo fulani, au litakuwa jambo fulani, hilo limekwisha. Yule mtu anashangilia, anasema anasikia mpaka rohoni mwake kuna kitu imetiki. Yule mtu hata akitoa aseme au asiseme, majibu yake yanatokea. Tumesoma Waebrania asema hivi, tukimtazama Yesu aliye mwanzilishi na mwenye kukamilisha nini? Hajasema tukimtazama mhubiri. Nimeeleweka hapo? Tukimtazama Yesu aliye mwanzilishi na mkamilishaji wa. Ngoja nikuambie hivi, hapo umekuja kwa sababu gani? Ya kumtaka Mungu. Kwa hiyo imani yako uliopewa na Mungu, unamwangalia Mungu, unasema kwenye madhabahu watumishi wako wengi, lakini Mungu nasema nini kwenye hii madhabahu juu yangu, juu ya tatizo hili? Sema, Bwana, na mtumishi wako niko hapa. Haijalishi umekaa mwisho kule, utasikia Mungu atasema kipande cha neno tu pap, na kitakuja kwenye straight kwenye moyo wako pap. Unaona Mungu anazungumza nawe. Unaona mtu saa nyingine anainama hivi anamwaga machozi. Unaona mtu saa nyingine, unaona moyo wake ule kama vile ndege inayeshuka, aeroplane inayeshuka. Unaona moyo wake unahudumiwa. Kutoka hapo tatizo limeondoka. Lakini yule ambaye moyo wake unamwangalia mtumishi, atafanya njia zifuatazo. Ataangalia nani yuko karibu na mtumishi anifanyie connection. Sijasema dhambi, ila utachelewa sana. Na yule mtumishi ukifanyiwa connection namna hii, ataenda kukusikiliza kimwili, na hata akikuombea ni kwa ajili ya ile heshima tu, lakini hana neno. Yule mtumishi akamwambia, Bwana, sikiliza, ili mimi nitoke hapa na mtumishi wangu kule anaumwa nyumbani, wewe sema nini? Sema neno. Sema neno na mtumishi wangu atafanyaje? Tapona. Na alipokwenda nyumbani akamwambia, sawa sawa na imani yako, nenda. Alipofika nyumbani alikuta amepona, hajapona. Akafanya upelelezi, akauliza hivi, ilikuwa ni saa ngapi? Ilikuwa saa ngapi? Watu wake wale wakamwambia hivi, ilikuwa muda fulani. Akajua muda ule ule ndio aliambiwa na Yesu, imani yako imefanyaje? Basi. Umeona hiyo muunganiko? Kuna kitu mnaelewa?
kanisa, umekuja kanisani, kuna kitu umeelewa? Sasa watu wengi wameibika maisha yao kwa sababu hawana imani. Hata kama mtu anaenda kanisani, lakini hana ile imani ambayo ana shauku ya kusema, Mungu sema neno lako leo, sema na mimi leo. Siku za juma kuna mtu mmoja akanifuata mara 2, lakini baadaye adui akamuwinda, akamtoa nje ya kanisa. Familia yake iko hapo, ni baba mtu mwenye heshima zake. Yule mtu alipata neema, akaniambia, pastor, nikamwambia sijui nikwambie, tulikuwa Ngaramtoni. Alikuwa akija kwenye ibada, wakati nahubiri, wakati Mungu anashuka kuhudumia watu, yeye analia ibada nzima. Na ni mtu mzima kabisa, ni mtu mzima, ana familia yake, ana kazi zake, ana makampuni yake kipindi hicho, mtu ana heshima, lakini atalia. Sasa siku moja nikasema, basi huwezi kujua mtu analilia nini kwa Mungu wake bwana. Kila akija Jumapili, unaona atanisikiliza, ikianza neno anaanza kulia mpaka mwisho. Hasa siku moja mzee wa kanisa akaniambia, una fulani alikuwa anaomba kama una nafasi akusemeshe. Tumemaliza tu ibada, nimesimama hapa. Kaambia, si uje bwana fulani. Kamuita, njoo. Akaja. Walikuwa wanasemaje bwana? Akaniambia, nimevumilia, nimechoka, naomba unisaidie. Nini? Akaniambia, mimi usiku nikiwa nimelala, iwe ni usiku wa manane au karibu na asubuhi, huwa naona ibada nzima inavyokuwa, alafu na jinsi utakavyohubiri na jinsi utakavyoombea watu. Sasa mimi nikija hapa nikiona hayo mambo, ninaogopa, nataka kupiga hata wangi, nataka kupiga yowe, naogopa. Mungu anafanyaje hivi? Mbona yote niliyaona usiku? Hata ukimfuata mtu mmoja mmoja alikuwa naona, utamfuata huyu, utaona utamfungua yule, utaona na ushuhuda utatoka. Saa hiyo ilikuwaje? Mimi saa hiyo nimeinamisha kichwa hivyo. Mungu akaniambia, imani yake kwa kuwa imetazama kama kinda wa ndege namna hii, anasema ninamwonyesha ukuu wangu unavyofanya kazi, awe shahidi wa madhabahu. Nikamwambia, usiogope. Unaambia usiogope kabisa, usiogope. Huo ni utukufu wa Mungu, unakuwa shahidi. Biblia inasema kwa maneno ya vinywa vya manabii 2 watatu neno linafanyaje? Linathibitika. Kwa vinywa vya watumishi 2 watatu neno linafanyaje? Nikamwambia, Mungu anataka asionekane kama mazinga ombwe. Ndio maana tunajaa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu aliye ndani yangu ndio Roho Mtakatifu aliye ndani yako. Roho Mtakatifu mwenye kipawa cha kuimba ndio Roho Mtakatifu yule yule ambaye yuko ndani yangu. Mimi sina kipawa cha kuimba, lakini Roho ni yeye yule. Mwenye kugawa vipawa na karama na nguvu na ajabu na ishara ni yeye yule. Kwenye utendaji ndio anajigawa kila mtu na namna yake, lengo ili tuwe mashahidi wa kazi yake. Sasa mwisho akaanza kuzoelea, akasema, mimi naonyeshwa kwa ibada nikilala tu naonyeshwa. Ile alipoanza kutokujishusha, hakujua adui alipitia wapi, hiyo kitu ikaja kaondoka. Aliitafuta mpaka akaacha na kanisa, hakuipata tena. Unapopewa kitu cha namna hii, maanake zidi kujenga ushirika wako, uhusiano wako na aliyekupa, ambao ni Yesu Kristo, ni mwanzilishi na mkamilishaji wa imani. Yule mtu angekuwepo mpaka leo, ingekuwa ni kitu cha tofauti cha utukufu wa Mungu sana. Hata sasa nikikutana naye mjini, akiniona tu anambia, Pastor Sumbe, naambia naam, najua mimi nimekuwa mwenye dhambi, wewe niombe tu baba. Analia tu, wewe niombe tu, niombe tu. Ukikutana naye anapata hukumu mbaya, lakini akitoka anajisahau. Yaani nikifungwa kibaya, ambia basi njoo kanisani ndugu yangu. Nitakuja bwana, nitakuja. Siku hata kuja anapangiwa ruti za utalii, sijui anakwenda huko, anakwenda huko. Yuda anasema hivi, nimepasa kuwaonya ya kwamba muishindanie imani mliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Maana yake usipoishindania ukaona kama mali yako siku kikitoweka, ndipo utajua dunia hii ni mbaya kuliko. Bora usingepata hicho kitu. Wangapi wanaelewa kitu nasema? Maana wengi walipuuza, hawakutaka kumsikiliza Mungu, bali walikimbilia kwa wanadamu huku na huko, mwisho wakakwama. Kama huyo ndugu niliyomwambia, mwisho akakwama, akafikiri mambo ya Mungu yatapatikana tu, mwisho akakwama. Ndio maana imani tulionayo unapaswa ya kumsikiliza Mungu.
Wale waliomsikiliza Mungu hata katika yale magumu yaliondoka, na Mungu anawapa heshima, na watu wa namna hiyo wataendelea kupewa heshima. Tunashinda kwa sababu ya imani. Mtu asikudanganye, tunashinda kwa sababu ya imani. Unafanikiwa kwa sababu ya imani. Imani inamleta Mungu ndani ya roho ya mtu na kumpa ndoto, kumpa njozi, kumpa maono, kumpa neno la Biblia, kumpa sauti. Kadri unavyojenga uhusiano wako na Mungu aliyekupa imani. Na watu wengi wanakwama wapi? Watu wengi wanakwama kwa sababu wanapoona mambo fulani. Labda ningekuambia hivi ili unielewe. Mtu mwenye imani ya kimungu yukoje? Mtu mwenye imani ya Mungu huwa anatembea katika hali ya unyenyekevu. Sio unyenyekevu wa kuongea kibinadamu, unyenyekevu wa rohoni. Unaweza ukawa msemaji kadri Mungu anavyokusema, lakini kwenye moyo wako wewe ni mnyenyekevu. Mbele za nani? Ndio, ni mtu mnyenyekevu, ni mtu mtakatifu, ni mtu mtiifu. Na imani ile ili iweze kupanda, Mungu ataipima. Anaipimaje? Unaponyenyekea, Mungu anataka imani yako iongezeke, ipanuke. Atakusemesha kitu ili utii. Anaweza kukuambia chukua maombi kwa ajili ya kuliombea kanisa. Chukua maombi ya siku 3 ili kuombea watumishi wangu madhabahuni. Saa hiyo watumishi wao wanakula wanakunywa, lakini wewe umebanwa kule, unaambiwa na Mungu siku 3 bila kula wala kunywa, ombea madhabahu yangu, ombea watumishi wangu, wabebe mbele zangu. Alafu unapoomba kwa uaminifu, Mungu anakuonyesha roho gani zinawafuatilia. Alafu unapewa mamlaka kama bawabu, unasimama kupambana na zile roho. Hiyo hiyo. Sasa hiyo ilikuwa ni kipimo chako ili imani yako iongezeke. Watu wengi wanakosea wanapoona namna hiyo, wanarudi kusema hivi, unajua hata mimi madhabahu iko sawa kwa sababu mimi naiombeaga. Unajua iko hivi kwa sababu watumishi wao sione hivi, kanisa inaenda kwa sababu ni mimi. Imani itauawa. Sifa ya mtu mwenye imani ya kimungu yukoje? Ni mtu mnyenyekevu, ni mtu mtakatifu. Ndipo Mungu anataka sasa imani ile ikue. Mungu anashuka. Anaweza kuja kwa ndoto kama kwa Ibrahimu, anaweza kuja kwa maono kama kwa kina Petro, anaweza kuja kwa neno lake. Anakupa kazi anayekupa ya kuombea kanisa kama nilivyotoa mfano, au watumishi, ni kwa faida yako, ni kwa faida. Na unapoomba Mungu anakuonyesha udhaifu. Roho gani zinawafuata watumishi? Roho gani zinawafuata hii wanakwaya? Roho gani inamfuata mtu fulani? Sasa wewe usipoangalia, ukirudi katika mwili, lazima una rafiki yako kama Daudi na Jonathan. Utakwenda kumhadisia. Utamwambia, nikwambie bwana, nilikuwa namwombea Bishop Sumbe, kumbe anafuatiliwa na roho fulani, kumbe anafuatiliwa na kitu fulani. Unajua, yeye naye yule naye anaenda kumwambia mtu mwingine. Mungu anaangalia sema, wewe nilikuambia mambo ya sirini, wewe umeenda kuyatoa hadharani. Basi umepata thawabu yako. Maana yake nini? Utaona wale watumishi wanaendelea kupanda juu, lakini wewe ambao umetangaza hayo mambo, imani yako inafanyaje? Inaisha hapo. Kwa nini? Ilikuwa wao wameshatengwa kama ambavyo wengine wametengwa. Wewe ulipopewa ile kazi kwenye ufalme wa Mungu, ilikuwa ni neema, ili na wewe umekumbukwa kwa sababu ya moyo wa kumpenda Mungu kwa imani. Unapoomba, imani yako ni kama inapaliliwa ili ianze kuzaa matunda. Ni kwa faida yako. Wewe angalia watu wote ambao walijifanyaga wa kiroho, walipewa mambo ya kiroho, wakayatangaza, hawakai nayo. Kwa hiyo kabakiaga wanalala, wakiombaomba tu unaona wanalala hivi. Unaona anapindua na kichwa hivi kama mwewe, ili Mungu aseme naye. Na shetani akishaona hivi, anakuja mwenyewe kuja kusema na wewe. Kama umezoea ndoto, atakuja kwa ndoto, atakuja kwa maono, atakuja kwa matisho. Shetani si anajigeuza kuwa malaika wa nuru? Sasa akijigeuza kuwa kichaa, si anaweza? Anajigeuza kuja kwako, alafu unafikiri Mungu anasema na wewe. Alafu kiamka hapo, kitu cha kwanza ukijua sio Mungu, hupati amani. Moyo wako kama unararuka. Kwa hiyo ghafla moyo wako unaanza kushikwa. Kwa nini? Wanajua mtu huyu ameanza kushirikishwa njia za kimungu, na kadri anavyofanya vizuri ndivyo ulimwengu wake wa roho unapandishwa. Si unajua Mungu anapandishaga watu,
aliwaita wale thenashara, aliwaita kam, wakaja. Walipokuja akawapa uwezo, hawakuomba, lakini aliwapima, akawahakikisha, akawapa uwezo na mamlaka juu ya, kuna kitu kilikuwa juu, akakipindua, wao wakawa juu. Ni mamlaka ya kiroho. Kuna kitu umenielewa? Ndipo sasa ukifanya vizuri, kama Mungu hajakwambia nenda mwambie Sumbe, hujamwambia nenda mwambie mtumishi fulani, hujamwambia nenda mwambie shemasi fulani, funga kinywa, nyamaza, hautapata hasara. Lakini ukataka uonekane na wewe wa kiroho, shida sio wewe, shida ni ulimwengu wa roho. Nyota ya Yesu ilipoonekana, mamajusi waliifuata mpaka mtoto mahali alipo. Mungu akijifunua kwa mwanadamu, shetani huwa anaona ishara, anaona nuru, anaona uungu wa Mungu umeenda kujifunua mahali, anafuatilia ni wapi hapo huyu mtu kuna kitu amesemeshwa. Ndio maana anaenda kumuuliza mke wa Adamu, anamwambia eti Mungu amesemaje? Kama ulikuwa unajua, kwa nini uniulize? Maanake wanajua ishara fulani, mtumishi huyu mtakatifu huyu kuna kitu Mungu amejifunua, lakini amejifunuaje hajui. Ndio maana mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu. Kuna kitu nanielewa? Na kitu nanielewa? Sasa ukikaa ukapiga kimya, wewe umemaliza kazi ya Mungu. Mwambie Baba, kazi niliyo maliza na ule nituma nimemaliza. Unafunga kimya. Unaponyamaza, shetani atahangaika wiki moja mbili, hapati. Anatuma na marafiki zako karibu ili waambie asi siku hizi nisaidie kiroho, ili na wewe tumbukia hapa. Unakuta umepiga kimya. Na kuambia wiki ya pili au ya tatu, Mungu anavyopenda, unaona kiwango chako kwenye ulimwengu wa roho umepandishwa juu. Unakuwa tu unaongea polepole, Bwana asifiwe, jamani kutakuwa na kitu fulani, naamini Mungu ni mwema, tuombe. Baadaye unaona kinatokea. Watu watakuangalia kama jana na juzi, nasema huyu mtu ana kitu ambacho sisi hatuna. Heshima ya Mungu inabaki kwako. Lakini watu wengi wanashindwa hapa. Namba 2, wanachoshindwa wengine ni pale kutii. Sema kutii. Mungu anakuambia funga siku 3, wengine anasema sina nafasi sasa hivi, labda mpaka wiki ijayo niangalia nafasi. Biblia inasema kila jambo na wakati. Wewe unangojea wakati wa kibinadamu, Mungu anasema huo ni wakati wako. Mimi naangalia wakati wangu. Umenikataa, anaenda kumtafuta John, anaenda kumtafuta Daudi, anaenda kumtafuta Miriam, anaenda kumtafuta Hosiana. Basi anakuacha wewe. Kwa sababu Mungu ndio bosi. Akikwambia kuanzia sasa funga, uwe wakati unaofaa na usiofaa, funga saa hizi, unafunga. Wewe unasema ilikuwa sijajiweka wakfu, nilikula mchana. Mungu anambia funga kuanzia sasa. Unafunga. Kwa sababu Mungu anachoangalia ni utii wako. Unapotii, anainua imani yako. Namba 2, namba 3. Unakuta watu wengi wana uhusiano mzuri na Mungu, lakini wanashindwana wapi? Wanashindwana kama mwanamke wa Sarepta. Mwanamke wa Sarepta alikubali, lakini mwanzo karibu alete shida. Elia anaenda kumwambia hivi, Mungu amenituma kwako, nimekuja hapa na njaa ni nzito. Njaa ni nzito maana yake ungesema mapungufu, si ndio jamani? Lakini Elia anamwambia tengeneza, asema nimetengeneza haka kadogo tu unga wa mwisho ili nile na watoto alafu nikafe. Elia akamwambia hicho cha kwanza leta kwangu kwanza. Ningekuwa leo utasema huyu baba hana haya kabisa, haoni mtoto wangu hata huruma hapa, eti nimpe yeye ya kwanza. Sasa Mungu ana hivi, Mungu anakupima wakati wa ukiwa na upungufu. Sikilize, ukiwa imani yako iko vizuri, Mungu atakusemesha jambo katika hali ya upungufu wako. Atakwambia nitolee kitu fulani. Hatumi mjumbe, anakuja wewe. Unaweza kaota ndoto, unaweza kasikia sauti, unaweza kakupa neno. Na ukisoma hiyo Biblia, ile neno linakuamuru kitu fulani. Ukitaka kupotezea hiyo sauti, unaona inakuambia pole pole kama kitu kinachokuuzika namna hii. Kama mwangu, naambia fanya kitu fulani. Si ufanye tu kitu fulani. Sasa kama umekaa kibudget, unaanza kusema kwanza kitu nani yenyewe nina mapungufu hapa. Sasa tena Mungu anajua tena sasa hii maana yake ni si unibariki ndio nije kukupa. Mungu haanzagi hivi, anapima imani yako. Alafu ile imani muamini. Maana anasema na wewe binafsi ukishaamini ndipo unapofanya, huko ndio kutii.
Ukitii kufanya kile ambao Mungu anasema, ambaye hata mchungaji hajui, mzee wa usharika hajui, jirani hajui, wewe ndio unajua na Mungu wako. Unapotekeleza, faida unayepata, watu wengi wanangojaga wazidishiwe mara 10. Kama Mungu anakuandaa kwa baraka, atakuzidishia mara 10. Kama Mungu anakuandaa kama mtumishi wake, hakupi hiyo fedha, hakupi mara 10, anakupa nguvu ya kipawa, imani yako kwenda juu. Haleluya. Kwa watumishi wanaoandaliwa ni tofauti na washirika. Mshirika akitoa atazidishiwa, akitoa akizidishiwa. Mtumishi ambaye anaandaliwa, kila alichonacho, baada ya muda Mungu anamwambia, unamwona yule mama? Unamwona yule? Hana kitu fulani, chukua unga nyumbani kwako. Unasema huu umebaki kidogo, Mungu anambia chukua huo mpelekee. Yule mtumishi akiondoka, yule mtu anafurahia. Akamwambia, jamani, nilikuwa sina kabisa. Mungu mbariki. Wewe huku roho inalunda huna ingine nyumbani. Yeye anafikiri wewe unayo mwingine nyumbani. Huna, ndio huo umetoa. Mungu anakutajia kabisa, mpelekee hela fulani. Na kwenye ndani ya nyumba ndio ulikuwa umeificha hiyo. Unalinda hiyo, ndio naambiwa toa. Saa hiyo mwaya Mungu anakutengenezea uchoyo uondoke wa ulimwengu wa roho. Maana umezidi sana. Unataka kipawa cha Mungu lakini ni mchoyo. Mungu asema ngoja nitakushughulikia. Sio nyie, lakini wale ambao hawapo. Sijui kanipiga mawe hapa. Sasa kwa watumishi, umenielewa? Kwa watumishi, sema kwa watumishi, wao hawapewi mara 100. Wanatoa, wanafikiri Mungu atawaletea kesho. Kesho imepungua. Kesho Mungu anakuja asema mpe na mtu fulani kitu fulani. Asema Mungu, na wewe Bwana, si unaona kimebaki kidogo, naishiwa kabisa. Mungu asema hiyo ndio nataka. Uwe mnyenyekevu, uwe mtakatifu mwanangu. Usinungunike mwanangu. Wewe kubali kutii. Umeotaka ndoto mara 3 kwa siku. Ndoto ni ile ile. Unaota ile ile. Ukiamka unageuka pande huu, namshukuru Mungu maneno machache, lakini umeelewa. Inakuja tena ile ile. Maana yake Mungu anamwambia fanya haraka. Ndoto ikija mara 3, maana yake fanya haraka. Ukichelewa hapo naye umekosa. Faida yake kubwa nini? Mungu anataka kuboost imani yako ili kutana na yasiyowezekana. Ndio maana yake. Lakini kwenye ulimwengu wa damu na nyama ni kama anakufilisi. Kuna mtu mmoja anaitwa, ambaye alitawala ulimwengu mzima miaka hiyo. Aliota ndoto. Aliota nini? Ndoto. Alafu akawa kama anajiambia, kumbe alikuwa anaigiza sauti ndani inayetoka ndani yake. Ni mfalme. Yule alienda kula majani nyakati 7, unamkumbuka? Unakumbuka Nebukadreza? Chanzo cha kukimbizwa ilikuwa ni alijenga, wakati anajenga ule mji na makasiri yake ya kifalme, ule mji ilikuwa Mungu anamuongoza namna ya kujenga, lakini yeye anapiga kifua, naona ni yeye. Ndio maana ukifanikiwa usijitutumue ili ufanikiwe zaidi. Mwisho amesimama mahali anaeleza, anasema mji huu wote si mimi nimeujenga na fahari yake hii yote. Alafu na watu wanasema mimi nitakwenda miaka 7 kula majani. Mji huu wote si mimi nimejenga huu. Anaona kama yeye anaongea, kumbe ni nguvu ya imani ya Mungu anaongea ndani yake. Kutoka hapo, wewe nenda soma hiyo mistari. Wewe mwanaume akakimbia porini akawa kichaa. Ukiona unaota ndoto mara 2 inarudia usiku mmoja, kwa msingi ni kwamba Mungu anakuambia fanya jambo hilo haraka. Umeelewa? Mungu anakuambia fanya jambo hilo kwa. Sasa usipofanya kwa haraka, Mungu anaona sio mtiifu. Basi kutoka hapo utakuwa na imani ya kwenda kanisani, imani ya kusoma maandiko, lakini hutaona Mungu akibadilisha vitu kwenye ulimwengu wako wa roho na vinatokea. Amen. Mungu anamtofautisha mtu kati ya watu wengi, na ndipo anamtofautisha na maisha yake. Hata kama yule mtu alikuwa ni wa maisha ya chini sana, mtu yule anakuja kutofautishwa, maisha yake yanakuwa ya juu sana. Imani ya kimungu, ambao unamwambia Mungu sina kitu kingine zaidi yako. Na ukiona imani hiyo, ndugu zangu, Mungu anaanza kukusemesha vitu binafsi.
ama anakusemesha kwenye madhabahu, alafu unaelewa ni Mungu anasema nawe, na kutii. Maana gharama ni nini? Kutii na kufanya kwa wakati. Kama ni maombi, fanya kwa wakati. Kama ni kusaidia jambo fulani, fanya kwa wakati. Mungu anaweza akakusemesha akamwambia nenda ukafanya usafi kanisani. Ukija kanisani mnajikuta mko wawili, alafu una moyo wa kufanya na kuambia hata kama ni vumbi unafanya. Siku moja Mungu akanisemesha nyumbani, akaniambia wewe unasubiri, nenda ukawe kielelezo kanisani. Nikamwambia Mungu afanye, akasema wewe nenda kafute taa zote na mapropela ya kule Ngaraburuni, nenda kayafute yote. Kwa hiyo nilipokwenda nikakuta watumishi watakatifu wanafanya usafi. Mimi nimeambiwa yafute haya yo. Sasa nimefika hapo, nimechukua mabenchi yale yalikuwepo, nikaweka hapo, nikaweka na kakiti na kastuli, nikapanda juu, nikaanza kufuta. Wakaja wananiambia wewe acha bwana, wewe acha. Nikamwambia wewe fuata kazi yako na mimi na yakangu, tusisumbuane hapa. Sasa utamwambia Mungu amenisemesha, wanabaki askofu tafadhali sisi tutamani. Wakaona, kaambia hapa ngoja nikwambie. Nikachukua lapu nikafuta vumbi, kumbe inakaaga kwenye hii nani juu hapo, haya mafeni. Ukilizima ukifanya huku kwa juu huku unakuta nini? Vumbi. Ni sawa si sawa? Mungu kumbe ameona hiyo vumbi kwenye kanisa lake. Kwa hiyo mimi nikaamuriwa, alikuwa anapima na anajua mimi ni askofu, nenda kafute hiyo. Usiku nakalala, nimeambiwa utaenda kanisani kufanya usafi. Kaambia Mungu, usafi viti si watu wanafanya. Baadaye naambiwa angalia hiyo mapropela. Nikaangalia kule juu, nikaambia futa hii yote kwa juu. Kumbe watu wanafutaga huku, wengine nao hawafutagi. Hata hii ukizima utakuta ni chafu hapo. Sijui Mungu anasema na nani. Hawafutagi. Utakuta wanang'ang'ana na viti tu, lakini hayo juu hawafuti. Na unajua huku vumbi na kuwepo. Kwa hiyo ukikaa na mtoto karibu na hiyo nani, na katoto katoa askofu muombe kana koa, kumbe vumbi iko hapo. Nilipoingia kanisani tu katoto kangu kagazidiwa, kumbe nyie ndio mnaharibu. Kwa hiyo nikaenda kafuta, nagombana kweli na mashemazi. Walipoona nimekuwa mkali wakaniacha. Sasa mimi nikiwa mkali na nyamazaga. Namwambia bwana wewe acha mimi nakusaidia. Hapana askofu acha. Namwambia wewe acha na wewe fanya usafi. Acha. Nikamwangalia. Lile jicho nikikuangalia hivi hunitazami mara mbili. Nina jicho fulani nikikuangalia hivi unaniacha. Maana yake hilo la onyo kabla sijatoa sauti. Nikamwambia wewe achana na mimi bwana, wewe uendelee na mambo yako bwana. Nikafuta. Wananionea huruma na hawaondoki. Wao wamemaliza usafi, mimi niko hapa. Wanataka kushika taa nyingine, nikamwambia wewe umemaliza kazi yako? Kaa huko. Tusisumbuane bwana. Kila mtu anadaka kwa nafasi yake. Nikafuta, napiga chafya, nafuta. Kutoka siku hiyo sikuonaga zikichafuka tena. Lakini tangu nimekujaga hapa leo ndio nimeongea. Hawafutagi. Lakini na jioni ya leo watachangamka. Kwa hiyo Mungu anapokupima namna hii anataka sasa nini? Utii. Anataka afanyaje? Utii. Na unapotii Mungu hakubariki kwa pesa, anakubariki kwa kiwango cha imani yako katika ulimwengu wa roho. Unapita spidi zingine, ili watu wanapokuja we kama kiongozi, Mungu akakuhakikisha kwa vipimo vya namna hii. Watu wanapokuja wana matatizo, roho wa Mungu anashuka juu yako kutatua matatizo. Maana yake kiwango chako kinawekwa juu kuliko cha wengine ili watu wapone. Lakini kipimo chake ni tofauti. Hapa sio kusoma tu Biblia. Kuna watu wamesoma Biblia kutoka mwanzo mpaka Ufunuo, lakini hawaoni upako. Upako hauji kwa sababu umesoma vyo vya Biblia. Na mimi nimesoma vyo vya Biblia. Na vyetu kienda nyumbani kwangu nimepiga na wazungu, nimepiga na Waafrika, nimepiga ninazo. Baada ya kusoma unaanza kisomo cha ulimwengu wa roho. Alafu Mungu anakuja kwa tiketi ya imani. Unavyomwamini, anakupima kutokana na imani, ambao watu wengi walikwama. Nilikwambia tutarudi kwa nani? Kwa Ibrania 11. Si nilikwambia hapo? Unakumbukaga wewe? Twende ukumbuke hapo, alafu tufike karibu na mwisho. Nikuonyeshe vitu ya msingi hapa. Ibrania 11 tulisoma mstari wa kwanza, si ndio? Sasa ngoja nikwambie siri. Uone hivi vitu Mungu ameshavipangilia. Anasema hivi, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasionekana. Mpaka hapo umeelewa eh? Mstari wa pili anasema maana kwa hiyo, sema maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa
Sasa anaanza kusema kwa imani twafahamu ulimwengu, kwa imani. Ukiendelea tu anaposema kwa maana, kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa, maanake na wao walijengwa wakafundishwa namna imani inavyoweza kuwa na nguvu ya kuhamisha vitu visivyowezekana. Sosi yake Mungu haji kwako kwa sababu unamwimbia sana, anakuja kwa mtu kufuata imani. Njia ya Mungu kuja kwenye roho ya mtu ni imani. Ndio maana mtu anapojitakasa ni kama anasafisha chombo kinachoitwa imani kwenye roho yake, ili Mungu apate njia ya kumjilia. Ndio maana akasema haiwezekani. Siku moja kuna baba moja yuko Tabora, nimetoaga mifano mingi sana, ni mchungaji. Sasa hivi amekuwa mtu mzima. Aliniunganishaga na familia yake, nimehubiri sana. Nikakutanishwa, kuna familia ilikuwa hapa Arusha. Mungu akakutanisha nao. Sasa baadaye Mungu alipowatendea, tulikuwa na kanisa dogo. Yule baba yuko chuo cha Esami. Mpaka leo anafanya kazi chuo cha Esami. Chuo kikuu cha uhasibu pale Esami. Mungu alifanya, kumbe wana ndugu zao kanda ya huko, wakaanza kuniunganisha. Sasa siku moja akasema kama Mungu ameniponya kansa, kuna kaka yangu. Sasa mke wake yule bwana anasema kuna kaka yangu yuko Tabora. Sasa mchungaji, kipindi mimi ni mchungaji tu, sijao hata askofu. Mchungaji nakwambia naam, kuna kaka yangu yuko Tabora, ana kesi. Huu ni mwaka wa 12, kesi ya shamba. Ana heka ngapi? Ana zaidi ya heka karibia 50, lakini ile eneo limeleta mgogoro. Amebakiwa na heka zake kama 12, zile heka karibu 50 zimechukuliwa. Amepiga kesi miaka 12. Nikamwambia tutamwombea Mungu. Sasa siku moja akanipigia simu, akaniambia mchungaji, naam. Na hiyo simu yeye alikuwa wameninunulia. Si unajua ukinunuliwa kitu na mtu, hata akikupigia unampa kipaumbele, maana hutakataa kuitika, maana sasa kuna kauteka fulani, maana si ndio alikupa. Sikiae na afahamu hizi zawadi jamani zina shughuli. Kwa hiyo amenunulia simu, ikiita tu hapa kuna umuhimu hapa, vipaumbele viko hapa. Halo. Ndio mchungaji. Naambia naam. Hujambo? Nikamwambia si jambo. Unakumbuka nilikuambiaga mambo ya kaka yangu, ana kesi na msumbua weye? Nikamwambia uliniambia, ulimwombaga Mungu? Kasimu. Nikamwambia niliomba, lakini Mungu si ni mwema. Akaniambia sasa uko wapi? Lazima useme una simu zawadi. Lakini nimejifunza ukinizawadia alafu kanifuata masharti, utashangaa na wewe. Sasa hivi nimekomaa, sitaki tena mchezo huu. Uko wapi? Nikamwambia niko Dar es Salaam. Uko Dar es Salaam wewe? Kaka yangu naye yuko Dar es Salaam, alikwenda kwenye kuchekiwa kitu fulani, kufanya check up. Sasa si nikuunganisha naye? Nikamwambia sawa. Kaniunganisha naye. Uko wapi? Nikamwambia mimi niko huko Mwananyamala. Nilikuwa maeneo ya Mwananyamala. Niko na mwenyeji wangu, tumetoka Wizara ya Mambo ya Ndani. Kaniambia twende tumpitie mtu mmoja hapo. Tumetoka hapo. Kwa hiyo tumeenda hapo. Kaambia basi tuchome hata kanyama hapa, tupate nani hapa. Maana ilikuwa ni saa 5 hivi. Asubuhi tulikuwa wizara kule ya serikali huko, fuatilia mambo yetu. Kaambia niko hapa. Na yeye akampa simu haraka, mfuate yule mchungaji alibariki. Akaja. Baba mtu mzima sana mpaka sasa. Akaja. Akaniambia Roho Mtakatifu na wajabu sana. Anaambia wewe ndio alibariki? Nikamwambia naam, mimi ndio alibariki. Nimepewa namba na mdogo wangu huko Arusha. Naambia ndio. Sasa mwanangu mimi nina kesi, sijui kama amekwambia. Nikamwambia ameniambia. Sasa naomba uniombee kabisa kwa msisitizo. Sinajua kule kwetu tunavyoongeaga kuna umuhimu kabisa, maana huyu ni shetani kabisa. Akaniambia kwanza tuombe hapa. Nikamwambia tuombe. Kamshika mikono. Wakati naomba, Roho wa Mungu akashuka ndani ya imani yangu, ndani yangu. Nikaona kati anaomba, Baba asante, naomba, nikaomba. Ile namaliza mimi kuomba, na yeye akaanza kuomba. Asante kwa kukutanisha na mtumishi wako. Asante Bwana. Wakati anasema asante, mimi napewa taarifa zake. Mwisho nikamwambia Baba sasa sikiliza. Ndio. Iko hivi. Sasa hivi
Unakaa siku ngapi huko? Anasema wiki moja. Kesi ilikuwa anasema nitatuma taarifa, ilitakiwa kesho kutwa. Nikamwambia itabidi urudi kesho kutwa, ndio kesi yeye. Na wewe ulikuwa ungetuma taarifa. Anasema inabidi nitume taarifa tu iahirishwe, maana miaka 12 kesi na nguruma tu hamna. Nikamwambia sasa kesi denda, kesi mtakwenda mahakamani, siku hiyo kesi itahamia kwenye tukio, itakwenda shambani. Akaniambia haiwezekani. Nikamwambia inawezekana. Mungu ananiambia inahamia shambani. Anasema tumeomba imeshindikana. Nikamwambia baba, wewe ulikutanishwa tuongee na Mungu au tumepiga hadithi? Akasema nimekuelewa. Kaambia sasa sikiliza, itakwenda shambani. Na ikitoka shambani kesho yake haitapigwa mishe nyingi. Kati ya siku moja au 2 mtarudishwa mahakamani kwenda kusomewa hukumu. Kesi na kwenda kusoma hukumu na utapewa heka zako zote. Ananiambia kweli? Tuko Mwananyamala pale, vijana pale. Alafu nangojea nyama ya choma hapo. Uone Mungu akipanuka ndani yako bwana, utatesa kwa zamu. Sema amina kama unanielewa. Haleluya. Sema amina. Sasa mimi nakujenga tu juu ya imani ninavyofanya kazi. Ukishaona mambo haya yanaanza kutokea, usije ukampinga kiongozi wako wa kiroho kaona wewe umezidi wengi, utaharibika. Wewe ngojea kila kitu na wakati wake. Sema amina kama unanielewa. Maana wengine walinyenyekea sana na wakaona vitu hiyo Mungu anaanza kuwaboost, Mungu anaanza kuwainua, alafu wakawadharau wachungaji wao kwa sababu hawana mafunuo, hawana unabii. Mchungaji amepewa neema tu ya kufundisha neno, kulisha kondoo, lisha kondoo. Wamepewa hiyo, unamdharau unasema huyu hana mafunuo, hana. Haya, ondoka basi. Siku 2-3 huoni hiyo kitu tena. Na ukikikosa ndio maana watu wengi wanaenda kuzimu, kufanya mkataba na shetani. Basi ndio heri usingezaliwa. Mbaya sana. Ni heri usingezaliwa. Shetani akikuweka alama hana msamaha, anachukua mpaka kizazi chako. Pesa unaweza kuzipata kwa muda, ukadanganya watu na kila kitu ukakipata kwa muda, lakini heri usingezaliwa. Nenda muulize Mungu alimwambia Yuda namna hiyo. Dakika chache alijiunga na shetani, akaona huko italipa na akapewa kama advance. Akapewa talanta ngapi? 30. Sijui nini hiyo. Alizila ikapotea mpaka na kizazi chake. Ndio maana mimi nimesemaga manabii watumishi fake Tanzania wataisha kabisa. Wataisha. Hata kama wana uchungu kama nini, taisha tu. Na watajua Mungu ni mkubwa kuliko kitu chochote. Mungu ndio aliumba mbingu na nchi. Mungu ndio alimdesign mwanadamu, sio shetani. Watu wengi wameshindwa kuvumilia. Huduma zinaenda kwa hatua, step by step. Unapimwa hapo hata kama miaka mingapi. Maadamu Mungu ana uhai wangu, una shida gani? Kanisa sio lako, ni la Yesu. Na mwenye kutoa mahitaji sio wanadamu, ni Mungu ndio anatumia wanadamu. Si ukae sawa na yeye, una shida gani bwana? Mwisho yule baba akasema basi kama nilivyo naenda kubadilisha ndege. Alikuwa anachukua ndege anaenda Mwanza, achukue magari kwenda Tabora. Nikamwambia sawa baba, ninaondoka. Nikamwambia sawa. Kesho yake amechukua ndege, yuko airport, ananipigia. Mchungaji libariki, si wewe tulikutana na wewe jana pale Mwananyamala vijana. Nikamwambia ndio ninaondoka kwa ndege. Naambia nenda. Yaani usisitizwe, ujue kwamba unafuatiliwa. Umekumbuka saa ile nikamwambia upako unakaa wapi? Upako Roho wa Mungu anayaleta ndani kwa imani kwa mtu, alafu anajifunua ndani. Wewe unapoyasema haya maneno yanakuwa si ya kwako, ni ya Mungu ndani yako, yanakuwa upako yanapotoka majibu. Unaelewa? Umeelewa kitu nimesema? Haya, sikiliza. Akapanda ndege, amefika Mwanza. Nimetua Mwanza, ndio nachukua mabasi ya kwenda nyumbani. Nikamwambia nenda. Sasa sikumbuki kesho yake ilikuwa mahakama au siku inayofuata. Siku hiyo akaondoka kwenda mahakamani. Nikazima simu. Asija kaniona mimi ndio mganga wake wa kienyeji. Si ni Mungu ndio alisema? Siamwamini Mungu akaone matokeo. Nikazima simu. Huyu wa huko Arusha dada yake na ananipigia, nimezima. Leo ndio jioni yake anasema kesho ndio kesi. Nikamwambia sawa, tumuombee Mungu. Nikamwambia tumeshaomba. Maana usipoangalia nao utatekewa.
Kwa sababu mimi sikumwambia Mungu sema, yeye Mungu amejifunua wakati tuko hapo naye, si ndio? Haya, wameenda kwenye kesi ile, kufika tu mahakamani hivi pap, hakimu akasema leo hii kesi imekaa miaka mingi, hii leo kesi inakwenda kwenye tukio, kuhakikisha tukio. Akashangaa, akaambia mzee, una mashahidi? Akasema mashahidi nitawatafuta sasa. Akaambia tangulia mahakama inakuja kwenye tukio, tafuta hao watu majirani zako kutuonyesha mipaka na kiongozi wa eneo hilo. Baba, watu wakondoka na gari yake huko anatafuta simu ya Libariki. Jamani muulize, kaambia hamna, akuta imezimwa ili ya Yesu ipate nafasi kwenye moyo wake. Sema amina kama unanielewa. Haleluya. Nikaizima ili Mungu apate nafasi, maana atamtukuza Sundu, atamtukuza Mungu. Ya kwangu akuta imezima. Wakaenda kwenye tukio, akawaita. Mungu naye, unajua Mungu ni wa ajabu. Sema Mungu ni wa ajabu sana. Majirani wakajitokeza, viongozi wa zamani, wenye viti wa kule wa kijiji wa mtaa wa zamani wakawepo, na wa sasa wakawepo, wakaja kutoa ushuhuda. Yule naye wanaogombana naye wakawepo. Haya, kesi kanguruma hapo shambani. Hii ilikuwaje? Mwenyekiti elezea, hii ilikuwaje? Tangu lini? Huyo alipewaje? Ikamalizika. Ushindi ukawa upande huko. Haya, ikaandikwa kabisa, sasa kesho hukumu. Wakaenda hukumu, kaenda kuandaliwa. Kesho yake wanaenda mahakamani, akasemeshwa, kaambia mzee fulani binti fulani, wewe ni hivi na hivi na hivi. Sasa mahakama imekupa wewe haki, kachukua hilo shamba, na huyu mtu amekuchezea muda fulani, alipe fidia. Mimi nafungua simu jioni, nakuta message inaingia, nikaangalia, nikakuta wanaandika hapa, tunakutafuta, Mungu amefanya makuu. Nikasema kumbe ni Mungu amefanya makuu, nikawatokea hewani. Mungu atafanya makuu kwako kwa imani katika jina la Yesu. Unanielewa? Mungu akapata nini? Apata utukufu. Sasa akaniambia, Ibariki, naambia naam. Sasa uje kwa moja Tabora. Njoo kwa moja. Nikamwambia sawa baba, nitakuja. Unajua utapendwa mpaka mwisho. Wewe ngoja Mungu atokezee, utapendwa kwa mwisho. Lakini haribu kama kuna mtu atamtaka. Kuna mtu atakutaka. Hata ukisema hodi wapo, waambie hayupo. Nenda waambie hayupo. Ujue imani yako imeshaharibika. Halo. Kama umeelewa sema amina kubwa. Ni kwa imani. Kwa imani wana wa Mungu, umesamewa dhambi. Yesu Kristo ni Mwokozi. Jina lako limeandikwa mbinguni. Hofu yako ni nini? Muamini Mungu. Ukimwamini Mungu ndani yako, hata kama imani yako ndogo, ataanza kukufundisha namna kukua. Na namna ya kukua, atakupa hata maneno ya kufundishwa na Biblia. Atakurudia message ambazo watumishi wamekufundisha. Umenielewa? Na sikiliza, na unapoomba wakati moyo wako uko empty, uko tupu, ni nzuri hujawahi kuona. Unaomba una hakika kwamba unamwambia Mungu. Sasa tukafurahi pamoja, tukamshangilia Mungu sana. Mwisho akaniuliza swali, sema, na fidia atalipa? Ameamuriwa na mahakama afidie. Mungu akaniambia mwambie hizo fidia asipokee, maana Mungu amempigania vita, asamehe. Akanambia kwa kweli na mimi nasamehe. Haleluya. Sema amina kama unanielewa. Wengi walikosa imani, wakaangalia walichonacho. Hata Mungu anapowaamuru kufanya jambo fulani wanakataa. Ukikataa mara mbili, imani yako inakufa. Imani ya Mungu kukujilia inakufa. Mungu anafanya miujiza kwa sababu ya imani. Linda imani yako isife. Sawa ndugu zangu? Linda imani yako isifanyeje? Linda imani yako isife. Lakini wale wanaotii Mungu huwa anawainua sana. Uwe na imani ya kimungu ambayo itamuongoza mtu kumsikia Mungu. Ukisikia mtu anaanza kusema Mungu amesema na mimi, elewa imani yake iko sawa. Imani ndio njia ya Mungu kujilia roho ya mtu.
Imani ndio ambayo inabadilisha watu. Iliwabadilisha Israeli kwa sababu ya Mungu aliwajilia. Akawaambia na wapeleka nchi iliyojaa maziwa na nini? Na asali. Wakaamini. Lakini njiani kwenye vipimo wakashindwa, wakafa. Umeelewa hiki kitu? Ukiona Mungu anaanza kusema na wewe, punguza hata maneno ya umbea na watu. Unataka nirudie niseme? Sikiliza. Wana wa Israeli, kwa muda mimi siwezi kusoma tena hayo, lakini nenda soma Waebrania sura ya 3 mstari wa 16 mpaka 19. Alafu soma na Waebrania 4 mstari wa 2. Mungu anasema na wana wa Israeli Misri. Amemtokea kwanza Musa, si ndio jamani? Na mwisho Mungu anasema nao. Mungu akaweka ishara mbili, ya wingu usiku, nguzo ya moto usiku, na wingu mchana, si ndio? Wanahakikisha Mungu anavyotembea nao. Wanaenda wapi? Wanapelekwa kwenye nchi ya ahadi. Nchi ya ahadi manake Mungu aliahidi kwamba atawapa. Ndio maana ya ahadi. Si ni sawa? Wanapokwenda njiani kwenye vipimo, wakaanza kunungunika. Badala kumwamini Mungu kwenye vipimo hivi, kuna kitu Mungu anatufundisha. Wakanungunika. Waliponungunika, walipona au walikufa? Kwa nini wafe na wana ahadi ya Mungu? Imani ya kimungu, unatakiwa Mungu akisema na roho yako usiyumbe. Mungu akikwambia nitakulinda, elewa maadui atakuja. Umeelewa hiki kitu? Mungu akikwambia hivi nitakulinda utokapo na ingiapo, maana yake nini kitakuja? Maadui. Neno nitakulinda maana yake maadui watakuwepo. Kama watakuwepo, wakitokea, angalia Mungu alichokuambia, akikwambia nitakulinda. Yakitokea magonjwa, yakitokea kukatishwa tamaa, usimeze hivyo. Wewe imba ule wimbo, Mungu aliniahidi atanilinda. Unapita katikati yao. Sasa wana wa Israeli, ngoja nikwambie kitu namalizia. Wana wa Israeli wamepewa ahadi, kila mtu anajua. Na wakati wanawaaga wa Misri wanapewa zile mali, kila kitu, si ndio? Si wanaondoka? Si wanaondoka? Wanaona na bahari ya Shamu inafunguka. Lengo lao wanaenda wapi? Kwenye ahadi. Njiani walipoanza kukorofisha na kunungunika, wakaanza kufa. Na mimi nataka nikwambie, haijalishi una maono, haijalishi Mungu amekupa ndoto, haijalishi amekupa ahadi, unapofika saa ya kupimwa, ukaanza kunungunika, Mungu anakuambia sasa unaua imani ninayoijilia. Ukiua ile imani ninayoijilia, nitapita wapi? Hiyo ndio moja. Namba 2, sasa wewe una faida gani? Wewe niliyokupa ahadi umeiua. Nina ahadi, nina faida gani na wewe? Kifo. Hapo ndio watu wanamwonaga Mungu kama mjeuri. Sio mjeuri. Tukitoka hapa kwenda mjini, kuna madaraja au hakuna? Yapo au hamna? Kuna daraja moja hivyo kubwa hapo, korongo lake huwezi kuchungulia, si ndio? Sasa swali, tuseme Mungu ametengeneza daraja, anakuambia usiogope, nitakuwa pamoja nawe, songa mbele. Kama alivyotengeneza madaraja ya bahari ya Shamu, si alimweka hivi maji wakapita. Sasa leo anakuambia usiogope, nitakuwa pamoja nawe. Unafika hapa unakuta matisho. Unafika hapa unakuta hapa hampiti, hapa hampiti. Mapepo yanakuambia hapa upiti. Naona itikia, hatupiti. Basi sasa tufanyeje? Hampiti, rudi nyuma. Unaposema hatupiti, rudi nyuma, maana yake hujakaza imani. Watavunja ile daraja. Wakivunja ile daraja, utapita. Mungu anakuambia umeshindwa kuniamini, daraja limevunjwa. Kama limevunjwa, wewe nakupeleka wapi? Ndio maana walikufa. Lakini wale watu walikuwa na ahadi ya nani? Ya Mungu. Na walimsikia Mungu na walimuona. Wakafikiri Mungu ni wa mchezo. Walikufa hawajafa. Watoto wao ambao walikuwa hawajui hizo ahadi waliahidithiwa ndio walioenda. Naomba Mungu anaposema na wewe ukajua ni Mungu, sikiliza, utapimwa. Wakati unapimwa, elewa hapo ndio naruka daraja langu na kwenda kurithi. Na ukienda kurithi, hata kama kansa inadondoka namna hii maosaa unaona unakufa, haufi, maana una ahadi ya Mungu. Na kama kuna watu ambao wanakatishaga tamaa, ni wale wanaokuja kwa huruma za kishetani. Jamani, Mungu siafanye tu. Jamani, unaona anatoa machozi mbele yako, anavuruga imani. Mwambie halo, ukitaka kulia, hapa sio nyumba ya msiba. Nenda kakae huko pembeni. Niache mimi na Yesu, ninajua ninako kwenda. Sema amina kama unanielewa. Kuishindania imani, maana yake hajasema kuifurahia, kuishindania.
Unafikiri umefika mpaka hapo, unafikiri mchezo? Maagenti wanakuja wanajipanga, wananena. Mwingine tulikaa muda mrefu mpaka akajua la kujua. Nikaanga na maagenti wanawinda roho yangu namna hii. Mungu ananiambia kana, mbona umeniambia mchawi? Siku moja mshirika wetu ananiambia mchungaji, fulani mori. Fulani mori. Maana yake fulani mchawi. Nikamwambia najua, nyamaza. Anamwambia nyamaza. Akashangaa, sumbe ananiambia nyamaza, na mjuaje? Mimi si ni baba wa kiroho, simlezi. Waacha ngano zikuwe na magugu, yapambanue uzuri, yaje kungolewa polepole. Una shida gani wewe mwanaume, mwanamke wewe? Hapa hesabu zinaenda polepole. Mbingu zikitawala utaruka taratibu talama. Watu wanapoangalia wanafikiri labda ni nguvu zako, akili yako ya kuongoza watu. Hakuna hiyo kitu, sifuri. Ni Mungu. Sema ni Mungu. Mwisho siku moja tumekaa, ilikuwa kanisani au wapi mama? Tumekaa, akaja nyumbani. Ilikuwa nyumbani. Akaja nyumbani. Ni mchawi. Tumekaa naye anafanya kazi kama kanisa, na Mungu anambia lakini ni mchawi. Kaa naye tahadhari 1 2 3, naambia sawa. Kwani kuna shida? Kwani mbingu ni ya baba yangu? Si ni ya Mungu tu? Wala sio ya ukoo wangu. Mimi ni kulinda tu binokula yangu. Siku moja amechoka, amepima vipimo vyote vimeshindwa. Akaja nyumbani. Mama akamwambia nenda mueleze mchungaji. Maana akamwambia mama, unajua mimi ni mchawi na niliupata kwa bibi yangu. Akamwambia haya maana nenda mueleze mchungaji. Maana Mungu alikuwa anamwambia itafika saa atafungua mdomo wake mwenyewe. Maana wewe ukifungua kumwambia wewe ni mchawi, atakushtaki. Kwa hiyo ikangoja. Akachokoza kwa mama, mama akakuta ni mwinjilisti halisi. Akamdirect kwangu. Alipokuja nikamwambia una neno la kusema? Mungu ananiambia usikae peke yako, kaa na wazee wa kanisa. Nikakaa na wazee wawili. Mchungaji Esther Mushi ambaye yuko Boma. Kaambia kaa hapa mchungaji, mzee wa kanisa. Kaka. Nikakaa nikamwambia ulikuwa unasemaje? Akasema unajua kila siku napohubiri hapa huwa nasema mkisema Mungu anawabariki, Mungu anawafungulia mlango, mimi huwa nasema haiwezekani, hakuna wakubarikiwa. Nikamwambia endelea kusema. Kwa hiyo kitu imenitesa. Nikiona mtu ambaye amekaribia baraka zake, nanunua nguo na namletea, tunazipima kwenye ulimwengu, na akikuletea unavaa vile zilivyo. Lakini ndio mambo yako yameisha. Wewe umekaaga na watu wa namna hii. Wewe sasa hiyo umefika umepata neema tu, alafu unaringa hata ibadani. Vipimo ni vigumu kwenye madhabahu. Unajua mwisho? Nikamwambia akasema mimi nahisi kama mchawi. Nikamwambia, akaambiwa na Esther Mushi, usiseme unahisi, sema kitu kinachoeleweka. Akasema mimi ni mchawi. Wewe ni mchawi? Rudia tena. Umesema vizuri. Akasema mimi ni mchawi. Na mimi nikamwambia unasingiziwa, na akasema mimi ni mchawi. Nikamwambia umeupata wapi? Kwa bibi yangu. Ilikuwaje? Akaeleza kila kitu. Alipomaliza nikamwambia Mungu sasa hapo anafanya. Mungu ananiambia mwambie hukaagi na wachawi kwenye madhabahu ya Mungu. Mungu hakaagi na wachawi, aondoke. Si kesi imeisha? Lakini ilikuwa ni kipimo cha madhabahu kupimwa. Je, unaropoka? Je, Mungu akikupa siri za watu fulani? Kuna watu wanaletwa na madhaifu yao, Mungu anaongoja anawafundisha kila kitu ili wageuke. Ikifika mahali ya wageuki, wanakuwa vita wao na nani? Na Mungu. Mwisho alipokiri namna hiyo, nikamwambia sasa nikwambie kitu sasa iko hivi. Mimi sikwambie Mungu anasema, mimi nitakwambia hivi. Unaona hii madhabahu ni ya nani? Ya Mungu. Na mimi nimeajiriwa na nani? Na Mungu. Sasa Mungu hakaagi na wachawi. Ila wachawi wanaweza kutubu na kuacha mambo yao wakawa wasafi, watakatifu. Nikamwambia kuna Simoni mchawi kule, alikuwa kule Samaria, lakini akaja kawa mtakatifu. Kwa hiyo kwa hujaacha uchawi, kumbe wananenewa na Mungu mabaya, wamesema yote. Kuanzia leo unapotoka hapa nisikuone tena na uende salama. Sitakulani, nenda salama. Lakini ukitaka mambo mengine shauri yako na Mungu. Nenda polepole. Akaondoka. Kaenda kamwambia mume wake. Mume wake akanipandia hewani. Maana tunafahamiana. Imekuaje? Mwambie mke wangu chawi. Nikamwambia na kwa nini hujaniita uje uniambie? Nikamwambia sikiliza. Mkeo alikuwa mshirika, wewe sio mshirika. Namshughulikia mshirika, wewe sio mshirika. Wewe utashughulikiwa na kanisa lako. Alikuwa mchawi. Nikamwambia yeye ndio amesema ni mchawi. Kwa kuwa amekiri ni mchawi, sikai na mchawi. Mchawi anaondoka. Sema amina. Wale wote waliokuonea ndio mwisho wao.
Haleluya. Lakini umeelewa maana ya imani? Umeelewa maana ya imani? Mpe Yesu makofi kama umeelewa. Haleluya. Ndio maana kazi zao kama hao wanafungaga fahamu za watu, ufahamu wa rohoni. Ukishafungwa huoni matokeo. Ndio maana mtu anakaa anasema mimi nimekaga muda mrefu kanisa sijaona kitu, kumbe amefungwa ufahamu wa rohoni. Kanisa hili litakuwa kielelezo, hakuna mtu atalifunga ufahamu wa rohoni. Haleluya. Mungu anatamani tuwe kielelezo kwa imani. Mungu amekupa mtaji wa imani, usijidharau. Ndio maana unapokwenda kuomba, hata kama tumeomba na wewe hapa na nikakuombea, lakini nyumbani kwako utaomba mwenyewe. Nataka nikuambie, jiamini kwamba una Mungu. Ungekuwa huna Mungu usingekuja hapa. Unakuja kufanya nini? Si shauku ingeshaisha, unaishia huko. Unakuja kwa sababu ndani yako una shauku ya kumtaka nani? Mungu. Sasa watu wengi wanajidharau. Wewe omba. Unapoomba mwambie Mungu najitakasa, omba. Ukiona unaomba dhamiri yako iko safi, sikiliza, usiangalie Mungu amesema au hajasema. Kuna saa atajifunua kwako na utaelewa Mungu amesema na wewe. Na ukielewa namna hii utatembea mtaa mzima una uhakika, maana mbingu inasema na roho yako. Haleluya. Nimetoa mifano yote ili uipate kuelewa kwamba Mungu akikuridhia utashinda tu. Haleluya. Utashinda, ili mradi tu usiwe na kisasi na mtu. Maana watu wengi wanaumizwa wanabaki kisasi. Ukiumizwa na mtu mwambie hapo hapo, Bwana kwa nini umefanyia 1 2 3? Ukiona hakuelewa unaachana naye, lakini anajua umemwambia. Kuliko kukaa unamchekea mtu alafu huku na hiyo kitu mbaya, adui atakuja kukuharibia imani yako. Na ninaomba ufahamu wako usifungwe, kila wakati ombea ufahamu wako. Na usione aibu kumwambia wakati mwingine, Mungu nijulishe juu ya ufahamu wangu wa rohoni, uko sawa au hauko sawa, au nifanyeje Bwana? Ufahamu wa mtu ukiwa hujafungwa, yule mtu anakuwa mbarikiwa. Hata kama uzioni baraka sasa, yule mtu atakuwa na hakika kuna kitu anakiendea, hata kama hajapata picha kamili. Baadaye kinapoanza kuja kutokea, utaona yule mtu anakuwa na tabasamu nyingi wakati mwingi. Kwa nini? Haamini kwamba yangetokea, lakini alikuwa anayahisi katika roho kwamba yanaenda kutokea. Mtu ambaye ufahamu wake hujafungwa huwa anapata kibali kikubwa, iwe kwenye kazi zake, iwe kwenye masomo yake, iwe kwenye familia. Unaona unapata kibali. Ujue mtu hajafungwa ufahamu wake wa roho. Awe ana pesa au hana pesa, lakini moyo wake una amani, na watu akimwona wanamjali. Ujue ufahamu wako hujafungwa. Maana watu wengi wamekataliwa, ndugu zangu. Shida kumbe wamefungwa ufahamu wa rohoni. Hakuna kitu kibaya kukataliwa, mtu akuhadithie tu. Kwa maana unaona mtu yuko kanisani lakini anakataliwa. Kila anachofanya anakataliwa. Usikubali hiyo kitu. Nitakuombea ufahamu wako wa rohoni. Na kuna watu wengine ambao wana magonjwa ya rohoni. Na ugonjwa wa rohoni. Ugonjwa wa rohoni. Takataa magonjwa ya rohoni. Mtu mwenye magonjwa ya rohoni utajuaje? Utajuaje mtu huyo ana magonjwa ya rohoni? Mtu ambaye amegubikwa na mawazo mengi, hata ukijaribu kuyaacha hayaondoki. Utakuta huyo mtu ana mfadhaiko mkubwa rohoni. Hata ukimwambia achilia, anashindwa kuambia na achilia kuanzia wapi. Mfadhaiko, mahangaiko moyoni, ana mawazo moyoni. Hayo ni magonjwa ya rohoni, yanaachiliwa na maadui. Unakuwa na furaha kwa muda mchache, muda mwingi umegubikwa na hayo. Hata ukila huna raha, unakula tu kwa kulinda sianguke na njaa, lakini ukifurahii chakula. Naongea na huyo mtu hapo alipo, naenda kuomba. Na
thermometer yake kizidi kwenye ulimwengu wa roho, watu wa namna hiyo wanafanyaga maamuzi. Kama ni ndoa, utakuta wanaondoka kwenye ile ndoa. Inakuja kusababishwa jambo, naona mtu yule anaweza kuchukua vidonge vingi au sumu akanywa kafa, sababu alipigwa na magonjwa ya rohoni muda mrefu. Na anayewashirikisha hawana nguvu ya kutambua vitu hivyo, hana uwezo. Anabaki kusema we acha tu, jichanganye na wenzako, jichanganye. Utajichanganya hata ukijichanganya. Ukicheka tu mtu unatoa tu fizi na mnaye meno, lakini huna raha. Gonjwa ya rohoni. Na kadri mtu anavyokwenda haamini tena kama Mungu anaweza. Haamini tena kwa sababu nini? Imani yake ilishashushwa. Sasa Mungu anakuja kwa mtu si kwa huruma nyingi, ni kwa sababu ya imani. Angalia hata wenye dhambi waliponywa na Yesu pale walipofanya maamuzi ya kumwamini. Mtu mmoja anatokwa na damu miaka 12. Wewe unafikiri ajaenda makanisani? Lakini siku moja akaazimu moyoni, akasema basi, maana ametumia mali zote, hakuna kitu. Kama ni kuombewa ameombewa. Siku moja akafanya maamuzi, litakalokuwa na liwe, na mfuata Yesu. Na nikimfuata sitaki kusema naye, maana watanigundua mimi ni nani, na kwenda kushika upindo wa vazi yake. Alipoamini tu namna hii, Mungu akatengeneza njia ya ulimwengu wa roho. Na alipokwenda kushika tu namna hii pindo la vazi, alishika akijua ni muunganiko wa ulimwengu wa roho. Aliposhika tu namna hii akapona. Ule msiba kaondoka. Alafu Yesu akamtangazia. Maana anasema nani amenigusa? Aliposema nani amenigusa, akajificha. Sema ole wangu we, kwani ningekimbiaje? Alipojitokeza anatetemeka namna hii, angalia Yesu alipomwambia, akamwambia kwako kusiwe na msiba tena, umeondoka. Msiba ni magonjwa ya rohoni. Kwani hajaondoka siku zote mpaka anaenda kukutana na Yesu tu live? Kwa sababu alikuwa na magonjwa ya rohoni ambayo yamesababisha kuwa na uchungu, yamesababisha kuwa na mfadhaiko, amekataliwa na kila kitu. Alikuwa na vimali vyake ameviuza kila kitu apate tiba yake, imeshindikana. Kwa hiyo ni mtu wa kukataliwa. Ndio maana unakuta watu wanakukataa, wanakuzushia hili, kumbe wewe umepigwa na ugonjwa wa rohoni. Dakika moja tu Yesu anamwambia usiwe na msiba wako tena huo. Alijuaje ule msiba? Yesu. Na tangu siku hiyo mwanamke akajisikia yuko huru. Tatizo limeondoka. Miaka 12 my friend. Na kufundisha imani ya Mungu, sio imani ya dhehebu. Na nilikwambia kitu kimoja, utajuaje huu ni upako wa Mungu? Unapolisema neno lake, nguvu yake inashuka. Sababu hausemi wewe kwa nadharia ya elimu yako, unasema kwa sababu imani imeruhusu njia ya kiroho ya Roho Mtakatifu kujifunua ndani ya mtu. Unaposema hicho, na watu wanapata tiba zao. Hiyo ndio tofauti ya Mungu kuwa na mtumishi. Baba, asante. Kama unateswa hilo limekutesa muda mrefu, shika kifua chako. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu wa madhabahu. Na unapofanya mambo haya kwa ajili ya watoto wako, ni ili imani zao zilivyokandamizwa ziinuke tena. Na watakasa fahamu zao zilizokandamizwa na nguvu za kiganga. Ewe nguvu ya kiganga, nguvu ya kiganga, ng'oka kwenye hili anga la mtu huyu. Ng'oka kwenye hili anga la mtu huyu. Nguvu ya kiganga inafuatilia ufahamu wa mtu huyu, inafuatilia akili ya mtu huyu. Ng'oka kwenye hili anga la mtu huyu. Ng'oka, achilia ufahamu wake. Nguvu zote za adui ziondoke kwa nguvu ya jina la Yesu. Maachilia hiyo nguvu ya kuvunja nira, ya kuvunja nira za kichawi, kuvunja nira za kiganga, kuvunja nira za kiganga. Vunjika kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hiyo nira ya kiganga ulionenewa kufunga ufahamu wako, kuonekana huna akili, kukataliwa, na wakaleta magonjwa ya rohoni. Magonjwa ya rohoni yaliyokuletea mfadhaiko, yaliyokuletea mawazo, yaliyokuletea kukata tamaa, vunjika kwa jina la Yesu Kristo. Na kila kitu kilichozalishwa kwa njia ya roho hiyo kivunjike kutoka sasa
kitoweke. Natamka uwe huru, natamka uwe amani, natamka uwe na ulinzi na might na Jesus Christ. Hata kama uko kwenye shimo la tewa, hata kama uko kwenye shimo la ulimwengu wa giza, hata kama uko kwenye shimo la utasa, hata kama uko kwenye shimo la utasa ambao shetani mwenyewe amekushikilia, neno la Mungu limemjilia Yeremia. Usema, Yeremia unaona nini? Sema, naona ufito wa mlozi. Nasema, naliangalia neno langu nipate kutimiza. Na mimi nasema kila mtu aliyefungwa kwa uganga, waliofungwa kichawi, waliofungwa kwa laana, waliofungwa kwa utasa, waliofungwa kwa magonjwa, na might na Jesus, come out. Hilo shimo waliolinena kwako, na waruhusu wao watumbukie huko, na liwateketeze kwa moto. Liwateketeze hilo shimo kwa moto. Liwateketeze, na nafsi yako iliyofungwa na irudisha. Nafsi ya utajiri, nafsi ya elimu, nafsi ya baraka, nafsi ya ofisi yako, nafsi ya baraka zako, nafsi ya kuolewa, nafsi ya kuoa, nafsi ya ndoa, na kufungua in the mighty name of Jesus. Come out. Kila msiba walioweka kwako na ugeuza na uweka kwao. Msiba walioweka kwako na ugeuza na uweka kwao. Kilio walikoweka kwako na kigeuza na kiweka kwao, paka watakapotubu, paka watakapoomba rehema. The mighty name of Jesus, come out. Kila silaha waliokutengenezea kwenye ulimwengu wa roho, hiyo silaha inavunjika. Kila neno walilonena kwako, hilo neno nalipangua, nalivunja hilo neno. The mighty name of Jesus Christ. Hata kama wamejiunganisha na mizimu ya kwenu, hata kama wewe sio wa kwao, wewe sio wa hiyo mizimu, wewe ni wa damu ya Yesu. Umenunuliwa kwa damu ya Yesu. Wewe ni kuhani wa Mungu. Wewe ni kuhani wa Mungu wa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Come out. Kila mabaya ambao huwezi kujiokoa, Yesu yuko kwa ajili ya kukuokoa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ndio maana Yesu aliwaambia watu wengine, imani yako imekuokoa. Maana yake muunganiko wa kumwamini Mungu imepatikana njia ndani ya roho yako ya Mungu kukufa msaada. Na mimi naamuru kutoka sasa, nguvu ya adui iliyokaa kwenye kiuno chako, iliyokaa kwenye macho yako, iliyokaa kwenye ndoa yako, iliyokaa kwenye anga lako, kwa mamlaka ya jina la Yesu, vunjika kutoka sasa. Jesus, come out in the mighty name of Jesus. Kila uonevu ondoke kwako. Kila mabaya yaondoke kwako. Kila aibu na ifuta juu ya maisha yako kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo. Naita mema juu yako. Naita mema juu yako. Narudisha yale mema yaliyoibiwa kwako. Narudisha yale madaraja ambayo yalibomolewa kwa ajili yako ili usifikie kwenye destiny yako. Narejesha hayo madaraja. Narejesha hiyo nafasi. Narejesha hiyo nafasi kwako kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Majini 7. Majini 7. Nasema yote kwa pamoja. Maana walisema hata ikitoka moja, litoka mawili, hayatatoka yote. Nasema legion spirit, legion spirit, legion spirit, legion spirit. Majini 7 yaliyokaa kwenye anga lako, majini 7 yaliyochukua nafsi yako, yaliyokaa na sura yako, wanaokufanyia ibada usiku na mchana. Nasema yale majini 7, wao wananifuatilia kwa TV, yale majini 7 yaliyoachiliwa na waganga, yaliyoachiliwa na kuzimu, wakajiapisha kwa ng'ombe, wakajiapisha kwa sadaka za damu ya watu. Yale majini 7 na yaamuru kwa mamlaka ya jina la come out. Kila kiapo walioyapia nafsi yako, kila kiapo come out na mighty name of Jesus. Yeremia aliwaambia wabaya wake, Nabii Yeremia aliwaambia wabaya wake waliokuwa wanamsonga, aliwaambia Mungu wangu yu hai. Tani kuambia Mungu wako yu hai. Haijalishi maadui zako wamesema nini, Mungu wako yu hai. Haijalishi wamegeuza ndugu zako, wanawinda roho yako, nasema Mungu wako yu hai. Mungu wa Elia yu hai. Wamegeuza mume wako kwa ile miungu, akakaa mbali na wewe, naona pita kwenye mapito kwenye ndoa yako.
ungetamani kuambatana na mume wako, lakini ile mizimu ikamgeuza hiyo mizimu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, naita nafsi ya mume wako, naita nafsi ya mume wako, naita nafsi ya mke wako, naita nafsi ya watoto wako. Nasema kwa jina la Yesu, mizimu haina mamlaka juu ya Yesu Kristo, haina mamlaka juu ya Mungu aliye hai. Nasema mizimu, achilia ndoa hii, achilia watoto hawa, achilia ngazi hii, in the mighty name. Come out. Saa usiodhani mbingu inakuja kukutetea. Saa usiodhani mbingu inakuja kukutetea. Saa usiodhani mbingu inakuja kukutetea. Walisema ni Sayuni ambaye hakuna mtu autakaye. Walisema wewe ni kanisa, huna chochote wala lolote. Nakwambia saa usiodhani Mungu ameshuka kukutetea. Heshima ya Mungu inakwenda kuonekana juu yako. Mume wako alimpenda Mungu. Mume wako alimpenda Mungu, aligeuzwa na mizimu. Usimhukumu, maana waliona wakasema, hapa tunakwenda kuharibiwa. Wakamgeuza, wakafanya ibada zao, wakamuita kwa jina la nyumbani, wakamuita milimani, wakamuita. Baada ya muda akapata kazi zingine, mara anakuwa bize hapa, mara anakuwa bize, ambia mke wangu wewe nenda tu, mke wangu wewe nenda tu, mke wangu hakuna shida. Baada ya muda akakataa kanisa, ukabaki kumlaumu. Nataka nikwambia usimlaumu. Leo hii Mungu anashughulika na ile mizimu iliyosimama, maana mume wako alimtumikia Mungu, maana alitoa sadaka, alitoa muda wake. Wamemgeuza, wamemfanya kuwa mateka. Mungu anapigana vita na huyo mama, anapigana vita kwa ajili ya yule mama juu ya mume wake. Anapigana vita. Tena mume wake ni msomi, mume wake ni mtu ana heshima. Anapigana vita in the Jesus. 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 Mungu anapofanya kazi, hakuna mwanadamu anaweza kuzuia, wala kuzimu hawezi kuzuia, wala mganga hawezi kuzuia, wala wachawi hawezi kuzuia. Mungu abadilishwi na umbali. Yeye yuko hapo ulipo, yeye yuko hapo ulipo. Waliofungwa makaburini, waliofungwa chini ya miti, waliofungwa kwenye makambi, waliofungwa kwenye misitu, waliofungwa kwenye milima, anawafungua, anawaachilia in the mighty name. Wengine ndugu zao walienda kwenye uchawi, lengo wasema bora tulinde miji yetu, maana mambo si mazuri. Wanaona matukio mbalimbali. Bwana ananiambia ninakwenda kuvunja zile nguvu za kichawi zilizoletwa kwenye manyumba ya watu, zilizoletwa kwenye ofisi za watu. Mungu anavunja hizo nguvu za kichawi zilizopotosha watu wengi fahamu zao, zilizozuia biashara za watu, zilizozuia mali za watu, hizo viasili za watu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, roho ya uchawi vunjika. Come out. Wengine walienda, ni ndugu zako, walienda kwa mganga wakiambiwa utakaaje hivi, na wewe ni ndugu. Walichofanya, zile roho ziko hapo, zino halali kuja kwenye anga lako, kwa sababu ndugu yako alikwenda. Ijapokuwa zikufanyi chochote, lakini zimedhoofisha kazi zako, ziwe za huduma, ziwe za kazi ya mikono, zinadhoofisha kwa sababu zinanena. Kutoka sasa zimetenga kwenye anga lako, zimetengwa na anga lako, zimetengwa na kwenye anga lako, zimetengwa na kwenye anga lako. Kila njia ambayo Mungu alichipuza kwenye maisha yako na ikakaa kwenye moyo wako, kawa unafanya hiyo kazi, ilikuwa haina matunda, sasa inakwenda kuwa na matunda, inakwenda kuwa na matunda, inakwenda kuwa na uzima, inakwenda kuwa na furaha, inakwenda kuwa na ulinzi, inakwenda kuwa na kibali, inakwenda kuwa na baraka kwa jina la Yesu Kristo. Mpe Yesu makofi ya kutosha. Yesu makofi kama mbele. Naomba mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kadri unavyoona kwenye moyo wako.
Unaweza kumshukuru Mungu kwa kunena maneno yanayosikika, ama ukanena kwa lugha, ama ukatamka kwa lugha yako, ama kwa lugha ya kimbingu, kwa maana ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Wewe mshukuru tu, mshukuru tu. Mshukuru kwa kuwa amekupa mtaji wa imani, kwamba wewe sio yatima. Amekupa Roho Mtakatifu, amekupa nguvu ya imani. Wewe mshukuru tu, mshukuru tu. Asante Bwana. Mpe Yesu makofi, mpe Yesu makofi. Nataka niseme jambo hili, ila nachotaka nikwambie, usione hao watu wanaoanguka wote kafini mapepo. Ni udhihirisho wa kuhamishwa yale ambayo yalikuwa yana halali kwao kwenda kwenye stage nyingine. Kwenye hekalu la Suleimani, mapepo ya kilipuko utayaona tu, mapepo utayaona tu. Lakini nguvu ya Mungu inaposhuka, unaweza ukasoma katika kitabu cha Wafalme, wakati Mungu alipomwagiza Suleimani kujenga hekalu, siku walipomaliza kulijenga, makuhani walikwenda kuliweka wakfu na Israeli wote walikuwa wamejaa, si ndio? Angalia, wakati Suleimani anasoma ile hotuba, Biblia inasema utukufu wa Mungu kafanyaje? Ukashuka. Na uliposhuka wakasema hakuna mtu aliyeweza kuhudumu. Maana yake nguvu ya Mungu ilishuka. Utakuta watu wamelala chini wanaomboleza, wanamlilia Mungu. Mungu alikuwa ameshuka kwa ajili ya kupokea heshima yake aliyosema kwamba hii ni hekalu langu. Alikuwa ameshuka. Kwa hiyo sio watu wa nyama pepo. Unanielewa? Sasa Mungu anaposhuka namna hii, ukumbuke nafundisha, Mungu anatufundisha ni juu ya imani. Kwa kama watu wengi walinyang'anywa nguvu hiyo ya imani, wakapotoshwa, wanabaki wanampenda Mungu lakini njia yao imefungwa, utaona udhihirisho mkubwa. Mungu ataposhuka ni ishara ya kupiganiwa vita kwenye ulimwengu wa roho, zile njia zinafunguka. Kama Isaya 62 mstari wa 10, yale mawe yanatwaliwa, bendera inainuliwa, ushindi unakuwepo, unakwenda kufanikiwa kwa kila mtu aliyewekewa. Nimeeleweka watu wa Mungu? Kumbuka hiyo wakati wote. Na wale ambao unaona nguvu ya Mungu washukia, sio pepo, umeshukia. Kuanzia hapo wewe andika kwenye notebook yako. Alafu angalia mambo yako yanavyoenda. Angalia kazi zako, angalia mawazo yako unavyofanya. Angalia unakuwa difference man. Hautakuwa unafanya kila kitu kwa nguvu ulizokuwa unafanya. Utaona kila kitu kama kibali kimetokea, kila kitu kinaenda mahali ambapo unataka. Sema amina kama unanielewa. Ninachotaka nitangaze ni hichi. Kuna wanaume waliletagwa na Mungu kwenye madhabahu hii ama kwenye madhabahu nyingine iliyo sahihi. Sawa jamani? Lakini adui akawarudisha, nguvu za giza ikawarudisha, lakini wakutumia mizimu ya kwao. Mungu amenitangazia hawa watu Mungu ndio anashughulika nao pia, watarudishwa kwenye nyumba za Mungu. Alafu sikilize. Kuna watu ambao wengine wananifuatilia, wananisikiliza kwa njia ya mitandao. Nisikilize. Kuna watakatifu ambao wana fedha zao, sio waizi. Sio waizi. Wala sio wachoyo. Wameweka fedha zao nyumbani kabisa. Wanajua hizi fedha wamezitenga za Mungu. Iwe ni fungu la 10, iwe ni nadhiri, iwe ya shukurani, iwe ni wameziweka kwenye nyumba zao. Wanakuwa wanamuuliza Mungu swali hivi: sasa Mungu unatupa maagizo gani, tuzipeleke wapi? Hizi sadaka tunataka kukupa wewe, lakini hatutaki kukosea, tuzipeleke wapi? Mungu ameniambia ni wajibu hivi: angalieni madhabahu yoyote ambayo ina kweli ya Mungu, Mungu anayejifunua, pelekeni hizo sadaka zenu pale, na Mungu ataendelea kuwabariki na kujidhihirisha kwenye maisha yenu. Angalia madhabahu gani ambayo ina neema ya Mungu. Sawa sawa na kitabu cha Kumbukumbu la Torati 12. Anzia kusoma ule mstari wa 4 na wa 5 na kuendelea.
mahali ambapo Mungu ametiweka jina lake. Ziko madhabahu za Mungu mbalimbali ambao Mungu ameziweka mahali popote ulipo, zipo. Kazi yako ni kumwomba Mungu, utaona mahali Mungu anajifunuaga, Mungu wa kweli. Pelekeni sadaka zenu hapo, ndipo mtaziona baraka, ndipo mtaona kulindwa, ndipo mtaona kuongezeka, lakini sio kuzilundika ndani na kumuuliza Mungu maswali hayo. Na Mungu akubariki kwa kuwa umeelewa. Na la mwisho ni hili, maana madhabahu ndio yanatoaga majibu hatima ya watu. Madhabahu ambayo Mungu mwenyewe ameridhia. Zingine ziliridhiwa lakini zikaharibiwa na maadui. Lakini madhabahu ambayo hajaharibika, unapopanda sadaka yako, unapotoa sadaka yako, lazima uvune, maana inanena mema. Sadaka inanenaga mema kwenye vizazi vyako, kwenye maisha yako. Utaona mauti zinaondoka, vita vinaondoka, kila kitu kibaya kinaondoka. Utaona kustawi kunaendelea kwa sababu ya kutii sadaka zako, kupeleka ambapo Mungu anataka upeleke hapo. Amina. Kitabu cha Isaya 43 mstari wa 26. Kuna mtu anaweza kunisomea hapo? Maana tableti yangu nimeshazima. Isaya 43 mstari wa 26. Nataka unisikilize neno hili, nifanye tangazo, ni kutaarifu jambo fulani, ni la kimungu. Mwinjilisi, si usome kama umepata. Isaya 43 mstari wa 26. 43:26 inasema, unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Umeelewa eh? Inasema moja, unikumbushe, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Sasa naomba unisikilize. Imani ikiwa imerudishwa, imekaa vizuri, ambayo Yesu ndio mwanzilishi na mwenye kukamilisha, si ndiye? Mungu sasa, unapoomba usiombe kwa mashaka. Pata muda wa kumuomba Mungu, pata muda wa kumuuliza Mungu kwa nia njema kutoka ndani na kutulia, ndipo utaona Mungu atakuja. Kwa nini anakuja? Kwa sababu imani yako kutoka leo imesharekebishwa, imeshahuishwa. Na majira haya ambao kanisa lilipita kwenye vita pamoja na nchi, majira haya kanisa likiwepo lavuka Yordan limeshinda kwenye ulimwengu wa roho. Na kwa kuwa limeshinda kwenye ulimwengu wa roho, tazama, kanisa lolote ambalo limeshinda kwenye ulimwengu wa roho, wakati majira ndio haya ya kupokea ahadi zote ambazo Mungu aliahidi juu ya kanisa, juu ya watu. Hivyo umenielewa kitu nasema? Ninaposema ahadi zote, nenda karejee. Mungu aliahidi nini? Alisema nini? Alisema nini? Nenda rejea daftari yako, nenda rejea kumbukumbu zako, nenda rejea flash yale ambayo unajua Mungu alisema. Mungu ananiambia ndio sasa wakati huu watu kupokea. Hata kama walipokea moja moja, wakati huu ndio kanisa la kupokea. Sasa nini cha kufanya? Nataka niwaambie, kuanzia kesho nenda kazini, lakini ukirudi huo unapata nafasi ya kutulia na Mungu. Nenda kwenye majukumu yako, ukipata nafasi ukirudi jioni au asubuhi, vyovyote, kazi za wote zinatofautiana. Ukipumzika, pata nafasi ya kutulia, hata kama ni nusu saa. Mbele za nani? Watu wakija basi wasema, fulani yuko wapi? Asema alikuwa anapumzika kidogo, usione shida. Acha ujumbe, waambie mtu akija muhimu, waambie napumzika kidogo. Akwambie ilikuwa ni nani, baadaye utampigia, maana tunafahamiana, si ndio? Pata nafasi ya kutulia. Ukiwa nyumbani kwako, ni nyumbani kwako. Hata kama umepangisha, ni nyumbani kwako, sababu ya renti zako nailipa, si ndio? Sasa nini cha kufanya? Unapopumzika, watu wanafikia umepumzika, wewe mkumbushe Mungu kwa imani ambayo Mungu amehuisha. Mwambie Mungu, uliniahidi 1, 2, kuna njia yote ya kufanya? Mungu, nimekaa muda huu, nilikuwa nakusubiri juu ya jambo hili. Kuna jambo lote la kuniambia Bwana? Niko hapa kukusikiliza. Wewe pata ule muda, utaona Mungu atajifunua. Mungu ananiambia tufanye hivyo kuanzia wiki hii inaanza kesho, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi. Kwa siku hizi 3, sio kufunga. Ukisikia Mungu anakuhimiza kufunga, fanya hivyo. Lakini mimi nahimizwa upate nafasi ya kutulia. Upate nafasi ya nini?
nenda kazini, lakini hata ukirudi basi kama umechoka, lala, mshukuru Mungu, lala. Ukiamka usiku saa 6, saa 7, pata lisali moja, kaa chini, muulize Mungu. Moyo wako utaomba bila tashwishi. Ndani ya siku hizi 3 watu wengi wataona mwelekeo Mungu anaosema nao. Wengi. Na kwa sababu hiyo, kwa kuwa tumepewa hizo siku, Ijumaa hatutakuwepo hapa kwenye zoni, tutaendeleza hivyo, ila Jumapili tutajitahidi kuwahi, tuje na watoto wetu, ukiwa moyo wako ukiwa safi, ukiwa umejitakasa, ukiwa umejua mwelekeo wa Mungu. Mungu anakuja kuhitimisha kwa utukufu wake. Haleluya. Niwatakie kila laheri. Mungu mwema awabariki mnapoelekea nyumbani. Asanteni sana.